Yes, bwana, mambo yanazidi kuwa ni matamu kweli kweli. Tulishia pale ambapo makamu wa rais ameamua kujiunga na kundi la Travelers. Yote ni kuhakikisha kwamba anatimiza ndoto zake za kuwa rais. Lakini pia tukumbuke kwamba taarifa ya kukombolewa kwa Flora imekuwa ni pigo jingine kwa mwanamama Katha pamoja na mwanae. Je, nini watafanya? Nikakwambia usikose katika sehemu ya 11. Hatimaye leo tunakutana tena hapa kwa ajili ya kuendelea pale tulipokuwa tumeishia. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulu. Mimi naitwa Angoje. Bwana, tupate kuendelea pale ambapo tulipoweza kuishia katika sehemu ya 10. Karibu. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili tunapata kumwona mwanamama Katha akiwa anauliza kwa mshangao kweli kweli, maninja? Ndiyo mama. Na ndio waliweza kunivamia nikiwa niko hotelini. Na mbaya zaidi ni kwamba maiti zao ziliondolewa kabla vijana wangu kuweza kufika. Hilo nalo mbona ni jipya sasa? Ndio hivyo mama. Na mbaya zaidi waliniambia kwamba wamekuja kunichukua mimi. Hivyo lengo lao ilikuwa ni kuniteka na si kuniua. Sasa ni nani? Ni Eddie. Kwa maana Eddie ndio ninja? Sijajua mama. Na mbaya zaidi ni kwamba waliuawa. Na mwanaume nilikuwa naye ndani pale alisema kwamba aliona kuna ninja mwingine aliyekuwa anapambana nao. Na kwa bahati mbaya alichomwa kisu. Mama, yani kichwa kinaanza kupata moto. Sijajua wana lengo gani na mimi. Hivi Ryan si yuko nchini Tanzania? Ndiyo mama. Na yeye ndo ninja au yeye ndo alikuja kukutetea hilo eneo? Mama, alijuaje kama niko pale? Sasa hilo jiulize. Hao maninja walijuaje kama uko hapo? Ni mama, hapo ndo nazidi kuona mambo hayaeleweki. Nadia alizungumza na mama yake kupitia mawasiliano ya video call. Mkuu, samani. Msaidizi wa mwanamama Katha aliingilia mazungumzo hayo. Na mwanamama Katha akasema ndio nakusikiliza, uzungumza. Mkuu, mtoto wa makamu wa rais ametoroshwa katika eneo tuliokuwa tunamshikilia. Maninja waliovamia hapo wamewaua watu wetu wote wakaondoka naye. Na hii ndo video ya CCTV camera madam. Mwanamama Katha na Nadia walishtuka sana kwani taarifa hiyo ya kukombolewa kwa Flora ambaye kwa namna moja ama nyingine walikuwa wanamshikilia kuhakikisha ya kwamba wanamfunza adabu baba yake. Sasa wanakuja kupata taarifa ya kwamba ametoroshwa na maninja. Hivi wamejuaje tulipomficha? Katha aliuliza kwa msisitizo huku akimtazama kijana wake huyo. Hatufahamu. Na hao maninja ni akina nani? Hadi sasa mkuu hatujaweza kujua. Mama, au watakuwa ni watu wa Eddie? Nadia aliuliza. Haijanishawishi. Ya kwamba niamini ni Eddie? Haijanishawishi kabisa. Roho yangu inanikatalia. Roho yangu inanionyesha kuna kundi jipya limeibuka hapa. Ila muda utatupatia tu ukweli na kujua ni akina nani hao. Kwa sasa kwanza kila mmoja wetu awe makini, hususan wewe Nadia. Kwa maana kama walikuvamia hotelini, ina maana kwamba wanajua mambo mengi sana kuhusiana na wewe. Nadhani unanielewa Nadia. Na kuelewa mama. Na kama vita itakuwa ni ngumu, ni kutumia vijana wengine. Kwa maana sasa usalama wako kwa sasa ni mdogo kuliko uhuru wako. Sawa mama, itakuwa ni jambo jema. Kwa sababu kwanza mimi nimeshaanza kuingiwa na hofu kusema ule kweli. Haya, watafika. Ila kwa sasa kuwa makini. Nadia mwanangu, narudia tena. Kuwa makini. Na mimi unajua kabisa afya yangu jinsi ilivyo. Siwezi kuhimili taarifa mbaya hususan zinazohusiana na mwanangu. Nimekuelewa mama. Katha alikata simu na kumfanya Nadia kutazamana na Rozi ambaye alikuwa yuko pembeni akisikiliza mazungumzo hayo. Binti wa makamu wa rais ni lazima atakuja nchini Tanzania. Hakikisha unawajulisha watu wetu wa uwanja wa ndege. Watupate taarifa
endapo tu atarejea nchini, lazima atarudi akiwa amesindikizwa na watu. Hao watu sisi ndo tutadili nao kujua ni kwa namna gani wameweza kumpata Flora, na ikiwezekana tuwapeleleze kwa umakini ili kuweza kujua hili kundi la kwanza linapatikana wapi, ili iwe rahisi kuweza kujipanga. Sawa mkuu. Ila mkuu, mimi na wazo. Wazo gani Rozi? Kwa nini tusimteke Flora na tukamhoji yeye mwenyewe? Kwa yeye ameokolewa, kwa hiyo itakuwa ni ngumu. Vipi kuhusiana na babake? Yaani unamaanisha tumteke makamu wa rais? Ndio mkuu. Inavyoonekana ni kwamba yupo mbele zaidi yetu. Haiwezekani tumfilisi pesa zake zote alafu matukio yatokee kwa kasi namna hii. Pesa zimepotea, watu wetu wameuawa, wewe umevamiwa na hatujui ni nani aliyeweza kukusaidia. Kuna fukuto kubwa sana linachemka. Rozi wakati anaongea, simu yake ilianza kuita na kisha akaipokea. Ndio. Huyu hapa. Rozi alimkabidhi simu Nadia. Ndio. Mkuu, makamu wa rais ametondoa walinzi wake wote kwenye timu ya ulinzi wa kumlinda Ikulu na ameweka timu mpya ya walinzi. Ndio mkuu. Tufanye nini? Nadia aliweka simu ile loudspeaker. Hawa walinzi ni wa Tanzania. Jambo ambalo sio la kawaida ni kwamba walinzi hao wanavaa mabushori kuficha sura zao, ila kwa jinsi tulivyoona inaonekana ni watu wa mchanganyiko. Kwa hiyo amevunja katiba ya rais kuweza kulindwa na watu ambao sio nchi yake. Ndio mkuu. Hebu fanya jambo moja. Hakikisha unanipatia ramani ya siri ambayo inaonesha njia nitakayoweza kuingia Ikulu na kutokea chumbani kwa makamu wa rais. Mkuu, bahati mbaya sote tumevurumushwa ndani ya Ikulu na tumepewa barua za kupangiwa majukumu mapya. Okay, sawa. Nitalifanya mimi mwenyewe. Hakuna shaka mkuu, ila kwa makini. Nilisikia kwamba umevamia hotelini. Ndio. Pole sana mheshimiwa. Ninashukuru. Kwa sasa hebu tuwe ni makini. Kuna kundi la maninja ambao wamehusika kumwokoa Flora, mtoto wa makamu wa rais, na hao ndio waliweza kunivamia mimi hotelini. Basi sasa naanza kupata picha mkuu. Picha gani? 50 kwa 50. Uvaji wao ndio wasuti kama sisi, ila kwenye swala la kufunika nyuso zao kwa mabushori yanayoacha macho tu, tunahisia na hilo kwamba ni maninja. Okay, sawa. Nitafanya upelelezi wangu. Hakuna shaka mkuu. Nadia alikata simu na kisha akamrudishia Rose simu yake. Anajifanya mjanja sana, lakini safari hii tunakwenda kumua kabisa na hakuna muda wa kupotezea. Nadia alizungumza kwa msisitizo na kisha kaagiza kukusema hebu andaa operation ya kumua makamu wa rais. Akiendelea kuishi atazidi kuwa ni tatizo kwa upande wetu. Sawa Rose? Sawa mkuu. Naam. Kwa upande wa pili tunapata kumwona mheshimiwa rais akizungumza kwa kushangaa. Maninja? Ndio ndugu yangu. Yaani sasa hivi nalindwa na maninja. Nimeamua kujitoa sadaka. Unajua hawa Scorpion wasije katuona kama sisi ni wanyonge kisana. Wewe ndugu yangu makamu, unajua unavunja katiba katika kulindwa na watu ambao sio taifa lako, tena Ikulu. Nisikilize mheshimiwa. Kuna umuhimu gani wa kulindwa na watu ambao kila unachokifanya kinawafikia maadui zako? Ndugu yangu Dismas, fumbua macho yako ndugu yangu. Zile zama za kusema kwamba unafuata katiba sijui nini, tuachane nazo. Angalia tumepokutishwa pesa zetu zote. Je, wao wamefuata katiba? Jibu ni kwamba hapana.
Wamemteka mwanangu Flora, yote kuhakikisha kwamba mimi nakuwa katika hali mbaya ya kifamilia. Mke wangu amelala hospitalini, haongei na mimi. Bado nataka kusema kwamba tufuate katiba? Hapana. Linapokuja swala la ulinzi wa nchi, nitashirikisha Watanzania, ila ulinzi wangu mimi mwenyewe binafsi na familia yangu, hilo sina kumhoji wala kumomba msaada. Nitafanya maamuzi ambayo najua ni ya kwangu na kwa familia yangu. Naam, makamu wa rais alizungumza kwa msisitizo. Sasa wewe makamu, hao maninja wewe umewatolea wapi? Hilo siwezi kukwambia. Siwezi kukwambia kwenye simu kwa maana najua kabisa wanadukua mazungumzo yetu. Ila kwa sasa nimekutaarifu tu kwamba nalindwa na maninja. Wewe umemaliza muda wako, ila mimi naenda kuongoza hii nchi. Kwa pesa ipi wewe itakayokufanya ufanye kampeni? Dismasi, hilo niachie mimi. Ila tambua kabisa mimi nakwenda kugombania urais. Hao puzi Scorpion sijua dudu gani hao, mimi nitawanyosha. Na kama wananisikia wajipange, kwani inayokuja mbele yao watafurahia show. Inaonekana hawa jamaa wanakupiga tafu sana. Wewe usijali ndugu yangu, wewe subiri uone jinsi ninavyokwenda kuliua jitu. Unajua nini makamu? Mimi unaanza kunipa moyo kwamba nikuunge mkono. Kaka, mimi na wewe tumetoka mbali. Tumefanya maovu mengi, ila kwenye hili kaka, ukitaka kuunga mkono na mimi, usipotaka kaa pembeni. Kwa maana kwamba kitendo cha kumteka mwanangu walisia kwamba mimi nimewasamehe. Na yule panya aliyeponea chupuchupu, jana aliponea chupuchupu kwenye kutekwa na maninja. Sasa sijui nini kilichoweza kutokea, ila naamini siku zake zinahesabika. Si walinitekea mwanangu, na wao mimi nawatekea mtoto wao. Hapa ni ubaya tu, ubaya ubwera, hakuna huruma kwenye hili. Makamu wa rais alizidi kuzungumza kwa kujiamini kweli kweli. Sawa bwana, mimi sina neno. Acha mimi nimalizie muda wangu wa uongozi, ni staafu kwa amani ya bwana. Kwa maana hizi vita za uzeeni zitatugharimu. Wewe pumzika, acha mimi nipambane. Mimi napambania kombe, na ninakwambia kabisa uwekezaji wao wote waliofanya ndani ya hii nchi nitaufutilia mbali. Aya, sawa, mimi nakuombea mafanikio ndugu yangu. Wewe usijali mheshimiwa rais. Makamu wa rais alikata simu huku akiona furaha kweli kweli. Huyu mjinga ameshakuwa paka, hawezi kufanya chochote huyu. Makamu wa rais alizungumza huku akitazama video binti yake akiwa ndani ya ndege binafsi inayomleta Tanzania akitokea nchini China. Huyu ni lazima afe. Lazima afe. Katiba itanipisha mimi kuwa rais kwa muda hadi pale uchaguzi utakapoweza kuadia. Makamu wa rais aliwaza hayo akilini mwake. Alisimama haraka na kisha akafungua mlango wa ofisini kwake. Akamwita mmoja wa walinzi wake hao wapya aliokuwa amekabidhiwa na yule mzee Faya, yule mzee anayemiliki maninja. Mlinzi yule alisogea pale kwa makamu wa rais na kisha akasema, "Ndio mkuu." Makamu akasema, "Ninahitaji kuzungumza na mzee. Je, inawezekana?" "Ndio mkuu." Mlinzi huyo alimkabidhi makamu wa rais simu. "Twende ukaongea naye huko." "Kwa nini nisiongee naye hapa?" "Ndani ya ofisi yako tumegundua kwamba kuna vinasa sauti zaidi ya 6 ambavyo vimefichwa. Hivyo mafundi wetu watakuja kuweza kuviondoa na kufanya mabadiliko ya mifumo yote ya mawasiliano, ikiwemo na kamera, ili uwe salama zaidi." Sawa, mimi nitashukuru." Basi wakaelekea katika gari mojawapo la walinzi hao. "Sasa hapo upo salama kufanya mawasiliano." "Okay, sawa." Makamu wa rais akaweka simu hiyo sikioni mwake ambayo tayari ilikuwa imeshapigwa. "Mkuu, habari yako?" "Salama." Samahani bwana, kama nitakuwa nimekusumbua." "Bila samahani. Nimepata wazo moja ambalo nahisi litanisaidia kupambana vizuri na hawa Scorpion." "Na kusikiliza." "Mkuu, unaonaje tukamuua rais kwa hizi siku zilizosalia? Ili katiba itanitaka mimi niapishwe na kuwa rais. Hivyo najua nikishika madaraka nitaweza kusogeza uchaguzi mbele hata kwa miaka 2 ijayo huko."
Unaonaje hiyo? Ndani ya miaka hiyo miwili mimi nitakuwa nimefanya kazi kubwa sana ya kuwafuta Scorpion. Ni wazo zuri. Lakini je, utaweza kupambana na raia wako watakao kushutumu wewe kwa kukiuka katiba? Mkuu, raia wao achana nao. Mimi nitatumia dila kwenye mazishi. Na kuhakikishia hakuna atakayeweza kufungua kinywa chake juu ya uhalali wangu mimi wa kukaa madarakani. Na endapo akifungua vinywa vyao, nitawamaliza. Maana yake ni kwamba unataka kuwa kiongozi dictator. Wao ndo watanifanya mimi niwe dictator. Sawa. Tutaandaa mpango wa kuweza kumuua huyo rais wako wa sasa. Ila usikiuke masharti yetu. Sawa mheshimiwa. Lakini pia nichukue nafasi kukushukuru sana kwa kumkomboa binti yangu Flora. Huo ni mwanzo mzuri, lakini kuna mambo mengi yanakuja mazuri zaidi ya hilo. Asante sana mkuu. Makamu wa rais kwanza alishusha pumzi huku akikata hiyo simu. Akashuka ndani ya gari huku akiwa na furaha, kwani ndoto zake za kuwa rais zilififia, ila kwa sasa ndoto hizo zimerudi kwenye mstari. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona kijana Ryan. Ryan alionekana kufungua macho taratibu, na hii ni mara baada ya mlango wa chumba chake kufunguliwa. Alitazama dirishani. Mwanga wa jua hafifu uliokuwa umezuiliwa na pazia dirishani ukamwashiria kwamba kulikuwa kumepambazuka. Nesi aliyebeba kisini kidogo chenye chupa ndogo ya dawa, boksi lenye vidonge pamoja na bomba la sindano alitabasamu huku akimtazama Ryan usoni mwake. Unaendeleaje mgonjwa? Ndipo safi, sijui wewe. Mungu ni mwema, tumewezesha kuiona siku mpya. Nesi alizungumza huku akivaa gloves mpya viganjani mwake. Vipi maumivu? Na hisi kwa mbali kidogo. Lakini jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba kidonda hakikuathiri sehemu za ndani. Kwa kweli, unaitwa nesi nani? Mimi? Naitwa Husna. Wow. Una jina zuri kwa kweli. Asante. Husna, umeolewa? Bado Mwenyezi Mungu hajanijalia ndoa. Ina maana kwamba watu hawakuoni. Unajua mtoto ni mashallah. Amefungasha mzigo wa maana bwana. Naam, Ryan alizungumza kwa utani na wakajikuta wote wakicheka. Ona mwenyewe wako wapi kakaangu? Si mimi hapa. Hebu geuka. Husna alizungumza huku akiwa ameshika bomba la sindano ambalo alikuwa ameshavuta dawa kutoka ndani ya chupa ndogo. Alimchoma sindano Ryan ya kwenye makalio. Dawa hii inasaidia kuweza kukausha kidonda kwa haraka. Okay, nashukuru sana. Na kusema ule kweli nimependa huduma zenu za hapa. Kwa sasa naweza kusema ziko vizuri mno. Tunashukuru. Sasa nesi samani, unaweza kuniandikia namba yako hapa hivi? Ryan alizungumza huku akitoa simu yake chini ya mto. Jamani, si mke wako ameacha ulinzi wake hapo mlangoni? Achana nao. Wewe niandikie bwana. Nesi Husna alichukua simu ya Ryan na kisha kaandika pale namba yake. Nashukuru. Hivi vidonge utameza mara baada ya kula viwili. Nesi Husna alizungumza huku akiweka kiboksi hicho cha dawa mezani. Okay, sawa. Kweli mlango ulifunguliwa. Alionekana Nadia kuingia pale. Alitembea mpaka kitandani na kumbusu mdomoni Ryan mbele ya nesi huyo Husna. Ugua salama? Nashukuru sana nesi. Husna akatoka na kumfanya Ryan kumtazama kwa jicho la kuibia, kitu ambacho Nadia alikishuhudia. Kwenye maisha yangu huwa nina wivu mkubwa sana. Wivu ambao nikiona mwanaume nahitaji wewe kwangu peke yangu. Na endapo atachepuka, basi yule ambaye atachepuka naye nitamua. Nadia alizungumza kwa sauti ya upole huku akitabasamu. Ryan alibaki tu kuguna. Unaendeleaje mume wangu?
Naendelea vizuri, maumivu yameisha. Nashukuru Mungu. Nimekuletea kifungua kinywa. Na mimi utakipenda kwa maana ya kwamba leo unajua nimejitahidi sana kuingia jikoni nikupikia chakula kitamu mume wangu. Nadia alizungumza huku akifungua hotpot 2 zenye chakula. Oh. Wow. Ryan alizungumza huku akivuta harufu nzuri ya chakula alichokuwa amepikiwa. Umefikia wapi kuwapata wale wauaji? Bado tunawatafuta. Nadia alizungumza huku akimrisha Ryan chakula taratibu kabisa. Hivi una mpango gani na mimi Nadia? Swali la Ryan lilimfanya Nadia kwanza kae kimya kwa sekunde kadhaa huku akimtazama Ryan usoni mwake. Kwa nini umeniuliza hilo swali? Kwenye maisha yangu sijawahi kupenda. Sijawahi kuwa na mwanamke mmoja. Mimi ni malaya, tena malaya wa taratibu. Marai nilishindikana. Wakati mwingine naweza nikalala hata na wanawake 3 na wote nikawaridhisha kitandani. Ni sio mwongo. Kwa malaya wangu huo, je, utaweza kweli kuwa na mimi? Maneno ya Ryan yakamfanya Nadia kujawa na hasira. Alimtazama Ryan ambaye alikuwa anaongea maneno hayo huku akiwa amejawa na tabasamu. Akili yake ikamtuma kumua Ryan, kwani ni heri afe kuliko akimshuhudia kuwa na mwanamke mwingine na anampatia eti utamu kama alikuwa anampatia usiku uliokuwa umepita. Usiwekeze moyo wako kwa mwanaume malaya kama mimi, kwa maana kwamba utakachoambulia ni maumivu tu. Mimi sijawahi kuwa mwanaume wa mwanamke mmoja. Ryan alizidi kuzungumza maneno yaliyozidi kumuumiza sana na kumkasirisha mno Nadia. Akamwambia, nyamaza Brian. No, siwezi kunyamaza, nakwambia kwa. Nimesema nyamaza. Nadia alizungumza kwa ukali huku kwa hasira kweli kweli. Alichomoa kisu alichokuwa amekichomeka kwenye buti za mguu wa kushoto na kukichoma pembeni ya kichwa cha Ryan na kumfanya Ryan atabasamu tu kwa kitazame kwa kisu. Kisu hicho ambacho kilikuwa kimechoma katika mto. Unajua ukweli siku zote umweka mtu huru. Mimi ni malaya, mimi si riziki na mwanamke mmoja. Na jinsi unavyolindwa na mabinti wazuri hao. My friend. Nitapita nao wote hao na hutaweza kuamini. Naam, machozi ya hasira yalianza kumbubujika Nadia huku akimtazama Ryan ambaye hajaogopa hata kutishiwa kwa kisu hiko. Nitakuwa nimekwambia nyamaza. Leti kama ningejua wewe ni mshenzi kiasi hiki. Ni heri ningekuacha ufe na kile kisu ulichochomwa na wale maninja. Wenyewe wanasema kwamba sisi ni vitukuu vya mtume. Haya, sijafa. Na nimeuona mwanga wa siku ya leo. Ila sikiliza, twende mbele turudi nyuma. Wewe ni mtamu sana Nadia. Ila kwa bahati mbaya huniridhishi kitandani. Naam. Neno hilo likamfanya Nadia kwa nguvu zake zote amkabe Ryan shingo. Alianza pale kuminya kwa nguvu. Rose ilibidi aingie ndani hiko chumba. Alishangaa kitu alichokuwa nakifanya Nadia. Rose akasema, mkuu, utamuua. Rose alizungumza huku akimwachanisha Nadia na Ryan. Ryan ambaye alikuwa anaigiza tu kurusha pale miguu yake, ila ukweli ni kwamba kukabwa kwake shingo huko hakujamdhuru chochote, kwani alikuwa na mbinu nyingi mno za kuifanya shingo yake isikumane na dhoruba kali pale anapokuwa nakabwa. Tofauti na mtu wa kawaida ambaye hana mazoezi, endapo tu akikabwa anakosa pumzi na inaweza kampelekea hata kufariki dunia. Ila Ryan alijifanya kukosa nguvu, alijifanya kuishiwa nguvu. Yaani kwa kifupi Ryan alizidi kumwaktia Nadia, alizidi kumuigizia. Asa mapenzi gani hayo kubanana kama vile walugaluga? Kama unitaki suniache, mambo gani sasa kabana? Ryan alizungumza huku akiendelea kukohoa. Siwezi kumwacha hai. Huyu malaya siwezi kumwacha hai. Nadia alizungumza huku akichoma bastola kinuni mwake. Rose ilibidi aingilie kwa kusema, no mkuu. Hapa hospitalini bwana. Huwezi kufanya hayo mambo. Rose ilibidi amzuie Nadia kuto kumpiga risasi Ryan ambaye muda wote alikuwa amejawa na tabasamu. Ryan alichomoa pale sindano ya drip na kisha kashuka kitandani. Alimsogelea Nadia sehemu alipokuwa amesimama pamoja na Rose. Sijawahi kumilikiwa na mwanamke kwenye maisha yangu.
na siwezi mapenzi ya kishamba kama ambayo wewe unanionyesha. Kupigana, sijui ni mwana usalama, sijui ni nani. Unahisi kwamba unaweza tu kunikoromea vile ambavyo unataka. Achana na mimi bwana, fanya maisha yako. Ryan alianza kutembea kuelekea mlangoni. Niache nimfunze adabu, Rosie. Niache. Nadia alizungumza kwa ukali huku akiwa amechanganyikiwa, kwani mwanaume aliyempenda kwa haraka sana na kumwamini anaweza kuwa naye labda kwa kipindi kirefu cha maisha yake, ndio huyu anayemjibu majibu ya ajabu. Rosie akamwachia Nadia. Nadia ambaye kwa kasi akamwahi Ryan kabla hata hajatoka mlangoni. Alimvuta mkono kulia na kisha akamgeuza kwa kasi, akamkandamiza ngumi ya kifua iliyomfanya Ryan kuigiza pale anapepesuka. Sasa ndio utanijua mimi ni nani, mbwa wewe. Yaani utupu wangu mimi hauliwi kama malaya wengine. Nimekupa uchi wangu bure, alafu unanijibu falofala. Wewe ni nani kwenye hii dunia mpaka unanijibu upumbavu kama wako unaonijibu? Nakuuliza wewe. Nadia alicharukwa kwa hasira huku akimpiga mtama Ryan. Ryan akaenda chini. Rosie ilibidi aingilie kwa kusema, mkuu, utamuua mtu mwenye ajiwezi huyo. Acha nimuue. Nimeua watu wangapi sembuse? Yeye anajiona ni mwanaume kwa ndudu yake, si ndio? Nadia alimkanyaga Ryan kifuani kwa buti zake. Ryan alijifanya kuugulia maumivu. Laiti kama Nadia angejua mtu anayemonea anaweza kumsambaratisha ndani ya dakika, asingethubutu kufanya anachomfanyia Ryan. Kudadeki zako mshenzi, mpuzi wewe. Nadia alizungumza huku akimkalia Ryan tumboni na akarusha ngumi kwa Ryan. Ryan akaidaka huku akiwa na hasira, kwani katika vitu ambavyo vinambadilisha Ryan ndani ya dakika ni kitendo cha kutukaniwa mama yake mzazi ambaye alimpenda na anampenda hadi kufa kwake. Fanya yote, usije ukajaribu kumtusi mama yangu tena, nitakuua. Ryan alizungumza huku akimsukumia Nadia pembeni na kisha akasimama. Rosie akataka kuingilia huo ugomvi, ila Nadia akamzuia kwa ishara. Wewe si mwanaume kweli? Tupigane. Tuzipange. Rosie, mchukue bosi wako ondoke naye. Nimekusamehe kwa kumtukana mama yangu aliyelala kaburini. Bosi wako na hasira zikimwisha atanitafuta. Ryan alizungumza kwa ustaarabu kabisa. Bwege tu wewe. Unapigwa na mwanamke? Njoo nikuoneshe. Muone kwanza. Okay, sawa, nashukuru kwa yote. Niache ndotoke zangu, ilikuwa ni kosa kukufahamu wewe. Bosi, achana naye. Hajiwezi, usije kumdhuru. Kumbuka tuna siku ndefu leo. Rosie alizungumza kwa upole huku akimtazama Nadia, uso wake uliokuwa umekundu kwa hasira. Nataka nimuonyeshe huyo kwamba mimi ni kichaa zaidi yake. Achana naye bosi. Mtu mwenye jeraha limeanza kumtoka damu. Achana naye. Tafadhali mkuu, nakuomba achana naye. Rosie alizidi kumsihi sana Nadia, ambaye Nadia amekuwa kama vile mwenda wazimu kwa uzuri wake alionao na kwa cheo anachoheshimika na kuogopewa na viongozi wengi duniani waliopo chini ya Scorpion. Haamini yani mtu kama Ryan anaweza kumjibu majibu ya ajabu kiasi kile. Wewe kaka wewe, na ondoka basi, unashanga nini? Unataka uwawe? Rosie alizungumza. Nachukua simu yangu. Nadia kaiwai simu ya Ryan iliyopo iko chini ya mto, akaipigiza chini, kavunjika vipande. Ryan alijikuta kidua huku akitazama simu yake ambayo ilikuwa ina muunganiko mzuri sana wa kunyonya data za simu ya Nadia. Nenda. We kaka, nenda bwana tafadhali, usiondoke. Rosie, inaniuma. Nimemka asubuhi nimejipinda jikoni na mpikia mwanaume mapishi ambayo sijawahi kumpikia mwanaume yote yule, alafu anakuja kuniambia masuala kipumbavu. Inaniuma. Nadia alizungumza huku akiangua kilio. Maumivu ya mapenzi hakika hakuwahi kukumbana nayo kama alivyokumbana na maumivu haya. Hatuwezi kuwa wapenzi Nadia. Wewe ni mzuri, ila tupo kwenye vita mbili tofauti. Vita ulichagua ndio imekuumiza moyo wako. Naam,
Mtaalam Ryan alizungumza kimoyomoyo huku akimwonea huruma Nadia, ambaye bila kufanya hivyo ni lazima tuingefikia hatua ambayo Nadia angeujua ukweli kwamba yeye ni Ryan ambaye hadi leo anamsaka kwa mauaji ya rafiki zake. Toka bwana, wewe unashangaa nini kaka? Rose alifoka kweli kweli. We kaka, sitakuja kukusahau kwenye maisha yangu. Haki ya Mungu sitakusahau, na sehemu yoyote nikikuona wewe nitakufanya kitu kibaya. Haki ya Mungu nitakufanya kitu kibaya. Nadia alizungumza huku akiwa na uchungu kweli kweli. Ghafla alisikia vishindo nje ya mlango, kitu kilichomfanya Ryan kurudi nyuma huku damu ikimsisimka kweli kweli. Nini? Nini? Nadia alizungumza huku akitazama mlangoni. Rose ilibidi achomoe bastola yake huku akinyata kuelekea mlangoni. Nadia naye akaiokota bastola yake iliyokuwa iko chini. Ryan alichukua kisu huku akitambua kabisa tayari maninja wameshavamia hilo eneo walipo. Ryan alitembea kwa haraka mpaka mlangoni na kumfanya Rose kukaa nyuma yake. Mchukue bosi wako na muondoke hapa. Ryan alizungumza kwa sauti nzito kana kwamba sio yeye alikuwa ametoka kuchezea kichapo kutoka kwa Nadia. Nini? Hebu toka. Ryan ilibidi amsukume Rose nyuma na upanga ulikuwa umerushwa na kukita mlangoni. Ulizama mpaka ndani. Ule upanga ulimpunyua Rose. Ryan kwa kasi akafungua mlango na kisha akaufunga huku akiwa na kwepa ile silaha ya nyota zinazorushwa na maninja hao waliokuwa wamevamia hilo eneo walipokuwa, huku walinzi wawili wa Nadia wakiwa wameuawa kabisa. Ryan kwa kasi ajabu alirusha kisu kilichokuwa kimemkita ninja mmoja kifuani na kwa haraka kaiwai cheni ndefu ambayo mbele ilikuwa na kisu kikali mno na chenye ncha kali. Maninja 8 walimzunguka Ryan na kumweka mtu kati, kwani lengo lao walilokuwa wanalihitaji si kumpata Nadia pekee bali kumjua ninja aliyewaua maninja wenzao. Ninja mmoja akampiga picha Ryan kwa simu na kuituma kwa mkuu wake. Wakaanza kumshambulia Ryan ambaye sasa Ryan kwa kasi hakuwa mtu mzembe hata kidogo. Yaani kwenye mashambulizi, wewe. Kwa kutumia cheni yenye kisu, Ryan alizidi kuwatembezea kichapo maninja hao ambao hawakuwa na bahati, kwani mtu aliyekuwa umekutana naye ni mbaya kuliko hata neno lenyewe la ubaya. Rose na Nadia, kusema ule kweli, walishindwa kuvumilia. Kusikia vilio vya maumivu na vishindo, wakajikuta wakifungua mlango na kuchungulia. Bana, walichokiona walijikuta kitokwa na macho, kwani mtu aliyekuwa wanamuona ni boya ameua maninja 6 na walikuwa wamebaki maninja wawili walikuwa wanapambana nao vikali vibaya mno. Milio ya mapanga wanayogonganisha Ryan pamoja na hao maninja mpaka panga zinatoa cheche mtu wangu zilizidi kumshangaza Rose pamoja na Nadia. Ninja mmoja akawaona Rose na Nadia wakiwa wanachungulia, akataka kuwashambulia, ila Ryan alimuona ninja huyo akakanyaga pale mpini wa panga moja likafyatuka kwenda juu kwa kima fulani hivi. Bwana akalidaka lile panga kwa kasi. Ryan akalirusha lile panga likamkita ninja huyo nyuma ya shingo yake. Panga likatokea kwa mbele, ninja akaangukia mlangoni pale mita chache tu alipokuwa amesimama Nadia pamoja na Rose ambao macho yaliwatoka. Ryan akaruka hewani, alimtandika mateke mfululizo ninja aliyekuwa amesalia, alimvunja kifua chake kwa hizo teke alizokuwa amempatia. Ninja kaenda chini huku hali yake ikiwa mbaya mno. Ryan akamuuliza nani amewatuma. Ryan alizungumza huku mwili mzima ukiwa umemjaa damu, kwani kwa jinsi alivyokuwa akiwachinja unaweza kusema kwamba ni butcherman. Ninja huyo hakuzungumza chochote zaidi ya kumeza kidonge cha sumu na akafa pale pale. Ryan akanyanyuka huku mkono mmoja akiwa ameshika upanga na mkono mwingine alikuwa ameshika cheni yenye kisu ambacho kilikuwa kinadondosha matone ya damu. Akawatazama Nadia na Rose ambao kwa haraka wakafunga ile mlango na kurudi ndani. Rose na Nadia walishtuka mara baada ya Ryan kuweza kuingia ndani hapo. Ujasiri na kujiamini kwao kote kukapotea. Ryan alitazama simu ya ninja aliyekuwa amempiga picha. Hakumsemesha yoyote zaidi ya kuingia bafuni, akafungua bomba la mvua na kisha akaanza kujimwagia maji mwilini mwake. Baada ya dakika 5 Ryan akatoka huku nguo zikiwa zimeloana na damu. We ni nani? Nadia aliuliza kwa kigugumizi. Ryan akamtazama kwa sekunde kadhaa na hakumjibu kitu. Hakumjibu chochote zaidi ya kutembea kuelekea mlangoni. Samahani Brian. Nadia alizungumza kwa sauti ya upole. Ryan akasimama huku akitambua tayari ameshaanzisha vita na maninja ambao wanaonekana kuwa ni wengi na anajua kabisa maninja huwa hawakubaliki kushindwa. Tunashukuru.
ondokeni. Hilo ndilo onyo la mwisho. Kama mnahitaji kuweza kuendelea kuishi, ondokeni hapa nchini. Hamtaweza kupambana na maninja, na sio rahisi kuweza kumshambulia ninja kwa risasi. Naam, msikilizaji. Ryan mara baada ya kuzungumza maneno hayo, alifungua pale mlango, alichungulia nje na kuona pale kundi kubwa la polisi likija kwa kunyata katika korido hiyo ya hospitali iliyokuwa imejaa damu. Akaufunga mlango na kisha akatembea hadi dirishani. Akachungulia nje ya chumba hicho, kipo ghorofa ya pili. Samahani Brian, naomba tuzungumze. Sina muda wa kuzungumza. Ryan alichungulia eneo la nje na kuona baadhi ya askari. Akarudi pale kuvua nguo zake zote na akabaki kama alivyokuwa amezaliwa. Alipanda kitandani na kujilaza huku akijifunika shuka. Mlango ukafunguliwa. Aliingia askari mmoja akiwa ameshika bunduki aina ya SMG mkononi mwake. Vipi? Mpo salama? Ndio. Rose alijibu huku akiwa amezificha bunduki zao viunoni na kuzifunika na t-shirt walizokuwa wamezivaa. Kuna nini kilichotokea hapa? Askari huyo alihoji huku akitazama upanga uliokuwa umechoma mlangoni, huku panga moja lililokuwa limejaa damu pamoja na kisu kilichojaa damu vikiwa viko pembezoni mwa mlango. Waliingia askari wengine wawili wakiwa na bunduki. Sisi tulisikia mapigano nje ya mlango. Hapo tulipochungulia tukaona vurumai kama hilo, watu wamefunika nyuso zao. Askari mmoja kamtazama Ryan alijichomeka sindano ya drip mkononi mwake. Vipi bro? Hukuona chochote? Waliingia humu ndani wakipigana na kisha wakatoka nje. Kina nani? Maninja, sijui ni maninja gani huko. Hii inatisha sana. Nyinyi akina nani? Nimekuja kumwangalia mume wangu anaumwa. Nadia alizungumza kwa kitabasamu. Akakaa kitandani pembeni ya Ryan. Askari hao wakamtazama pale Rose na Nadia. Walikosa majibu. Hebu bakini hapa, mstoke nje. Nje sio salama, sawa? Sawa afande. Askari hao wakatoka huku wakibaki wamedua, kwani mauaji yaliyotokea eneo hilo sio ya kawaida. Ukimya ukatawala ndani ya hiko chumba, huku akisikia watu wakizungumza katika korido hiyo. Rose, hebu toka uangalie kama wale waliochukua zile maiti za maninja wamekuja tena. Sawa mkuu. Rose alifungua pale mlango, akakutana na askari mmoja. Dada, nimewambia kaini ndani. Hakuna mtu kuweza kutoka. Kauli hiyo ilimfanya Rose kurudi ndani. Akaufunga mlango. Zoezi la askari kuondoa maiti za maninja hao likachukua takriban dakika 30. Eneo hilo likaanza kusafishwa kuondoa damu nyingi zilizokuwa zimesambaa, huku askari hao wakisimamia hilo zoezi. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, yule mkuu wa maninja, Mzee Fire, akawekewa pale video CCTV kamera na mmoja vijana wake. Alianza kuangalia mapambano ya maninja, yani vijana wake walivyokuwa wakipokea kipigo kutoka kwa mtu ambaye vijana wake wanaendelea kumtafuta katika database za serikali ili kumjua yeye ni nani. Mapigo ya Ryan yalimshtua sana huyu Mzee Fire, kwani kwa uzee wake alishawahi kuyashuhudia mapigo ya aina hiyo kutoka kwa master mmoja tu ambaye wanaamini alipotea na hakuwahi kuonekana tena. Mapigo ya aina hiyo ni magumu sana kwa vijana wake kuweza kuyahimili, kwani ndani yake yanaongozwa na nguvu za giza ambazo maninja wengi huzitumia, ila huwa zinatofautiana, na Ryan anaonekana na nguvu kubwa kuliko vijana wake na hata yeye mwenyewe pia. Bado huyu ni bwana mdogo sana. Huyu ni nani? Na amejifunzia wapi hizi mbinu? Mzee huyu Fire alijiuliza na alishindwa kupata jibu la uhakika. Kijana wake aliingia pale ofisini mwake. Tumepata taarifa zake chache tu. Ni nani? Anaitwa Brian. Ni mfanyabiashara wa magari. Hana baba, hana mama. Hicho tu ndicho tulizokukifahamu mpaka sasa. Mtumie hiyo picha makamu wa rais. Mwambie atume wapelelezi. Akakamatwe na awekwe sehemu. Nahitaji kuweza kuonana naye mimi mwenyewe uso kwa uso. Sawa? Sawa mkuu.
Mzee huyu Faya alizungumza kwa kujiamini, akiamini ya kwamba akitumia njia hiyo itakuwa ni rahisi kwa yeye kuweza kumwona kijana huyo uso kwa uso. Hivyo atakuwa na vitu vingi sana vya kuvijua, kwani kama ni mechi hadi sasa ameshafungwa 2 bila na ajui namna gani ya kuweza kurudisha hizo goli, kwani vijana wake zaidi ya 14 wameuawa na hakuna hata mmoja aliyeweza kuupata mwili wa Ryan. Hata jeraha la upanga hakuna aliyeweza kumgusa Ryan, hakuna. Huyu ndiye adui yetu kwa sasa. Hakikisheni mnamfuatilia kwa umakini sana, kwani amekuwa ni hatari kwa mipango yetu. Sawa mkuu. Mzee Faya alizima pale TV yake huku akiwatazama vijana wake wawili waliotoka ndani ya hiyo ofisi yake. Naam, msikilizaji. Mara baada ya askari kuweza kuondoka eneo la tukio, huku akiwa na maiti za maninja waliokuwa wameuawa, Ryan alishuka kitandani huku akiwa utupu kabisa pasipo kuhofia uwepo wa Rose au Nadia. Alivaa nguo zake zilizokuwa zimesukumwa chini ya uvungu. Nitakupigia pale nitakapoweza kuhitaji kukupigia. Kwa sasa hakikisha kabisa unaondoka nchini Tanzania kwa sababu maisha yako yako hatarini. Ryan alizungumza hivyo kwa kujiamini mno. Kwani wewe ni nani? Hakuna haja ya kuweza kunijua. Ryan alifungua pale mlango akachungulia nje. Aliweka simu ya ninja huyo mfukoni mwake. Samahani Brian, Nadia alizungumza huku akimshika Ryan. Naomba nisamehe kwa kilichotokea kukupiga. Nilishakusamehe. Ilo sithubutu kunifuatilia siku hata moja, si wewe wala vijana wako. Ryan alitoka ndani hapo na kuwaacha Rosie na Nadia wakiwatazama vijana wao waliouawa na maninja. Ryan alikodisha pikipiki na kuondoka hospitalini hapo. Hebu niache hapo. Ryan alizungumza na bodaboda alisimama pembeni ya moja ya duka. Ryan alishuka, akamlipa bodaboda pesa na kisha akaingia ndani ya duka hilo. Habari? Salama kaka. Ryan akatazama kanzo zinazouzwa ndani duka hilo. Alinunua kanzi moja pamoja na barakashia. Naweza kupata chumba cha kubadilishia? Ndio kaka, kuna shaka. Akaonyeshwa chumba na muuzaji cha kubadilishia nguo zake na kisha akatoka huku nguo alizokuwa amezivaa akiziweka kwenye mfuko. Akaondoka dukani hapo kwa miguu huku akiweko makini mna kutazama kama anafuatiliwa. Ryan aliingia kwenye duka moja la simu. Akanunua pale simu ndogo, akasajili line kwa kitambulisho chake feki na kisha akampigia Naima. Ni mimi nazungumza. I say, ni bora umenipigia, nimegundua jambo. Hebu njoo HQ. Ndio, okay sawa. Ryan alikata simu, alitoa line na kisha kaivunja na kuitupia ndani ya mtaro wa maji machafu. Alikodisha pale pikipiki na kuelekea katika hoteli alipokuwa ameacha gari lake. Kwa ujuzi wake akawaona watu wa usalama wengi tu kwenye hilo eneo, japo walikuwa wamevalia kiraia. Akajiuliza wamekuja kufanya nini hawa? Alizungumza hivyo Ryan huku akiingia ndani ya lifti. Alipandisha mpaka kwenye gorofa kilipokuwa chumba alichokuwa amekikodisha. Akatoka ndani ya lifti na kuona nje ya chumba kumezungushiwa utepe wa njano. Akaruka huo utepe na kwa bahati nzuri mlango wa chumba ulikuwa uko wazi. Akafungua huku kwenye korido hiyo kuko kimya kabisa. Akaingia kwa umakini, akanyosha mkono juu kabisa ya kabati, akaitoa funguo yake ya gari kwani alikuwa ameiweka eneo hilo mara baada ya kuweza kuingia chumbani hapo na Nadia. Akatazama alama zilizokuwa zimewekwa ndani ya chumba hicho na askari wa upelelezi. Alifungua mlango na ghafla akakutana na askari wawili wa upelelezi. Mmoja akiwa ni askari wa kiume na mwingine alikuwa ni askari mwanamke. Wakamuuliza umefuata nini ndani hiko chumba? Askari mpelelezi aliuliza huku akimuonyesha Ryan kitambulisho ili kufahamu anazungumza na nani. Ryan akasema nilisahau funguo yangu ya gari. Uliacha lini? Siku ambayo kuna tokea hili tukio nilikuwa niko ndani. Nilishambuliwa. Gari yangu iko hapo chini hivyo nimeweza kuirudi kuichukua. Ghafla ujumbe mfupi ukaingia katika simu ya askari hao. Wakazitoa na kuzifungua na wakaona picha ya Ryan aliyokuwa amenaswa na CCTV kamera mojawapo akiwa yuko hospitalini anapambana na maninja, huku picha hiyo ikiwa imeambatana na maandishi ya kutafutwa kwake. Tunahitaji kukuoji. Kama uko tayari, tuongozane kituoni. Afande, kunioji kuhusiana nini? Twende kituoni. Ryan akawatazama askari hao.
na hakuhitaji kuweza kubishana nao zaidi tu ya kuongozana nao hadi ndani ya lift. Wakaingia na kushuka chini. Wakiwa wanatoka, wakakutana na wanausalama 6 wa shirika la X waliovalia suti nyeusi. Wakatoa vitambulisho vyao na kuwapatia askari upelelezi hao. Tutawasaidia kuanzia hapo. Wanausalama wa X, mmoja wao alizungumza huku akichukua kitambulisho chake kutoka kwa askari wa kiume. Naomba niwakabidhi kitu. Ryan akatoa pale funguo na kumkabidhi askari wa kike. Gari yangu ni ile pale rangi ya blue. Pale hakikisha unaitunza hadi pale nitakapoweza kuachiliwa na wajamaa. Sasa mwanausalama mmoja wa X alichukua funguo hiyo kutoka kwa askari yule wa kike. Akamwambia, tutakutunzia sisi. Tuondoke ikiwezekana, tutatumia gari yako. Mwanausalama huyo alizungumza huku akiongozana na Ryan mpaka kwenye gari lake. Wengine wakaingia katika gari mbili huku watatu wakiingia katika gari ya Ryan. Wawili wakiwa wamekaa siti ya nyuma na Ryan, huku mmoja akijaribu kuwasha hiyo gari. Wewe mbona hii gari yako iwaki? Ili wake lazima utumie fingerprint yangu. Fanya basi hivyo, unazubazuba nini? Ryan kweli akaweka kidole gumba cha mkono wake kulia katika kitufe cha kuwashia gari hiyo na kweli kawaka. Wakaondoka eneo hilo huku Ryan akiwa yuko kimya kabisa. Gari hizo zilianza kuelekea barabara ya Bagamoyo. Asa mnanipeleka wapi? Tulia wewe. Aso tulia, kuuliza ni haki yangu ya msingi. Mnanipeleka wapi huko? Utajua mbele ya safari. Ryan akaona hakuna haja kuendelea kuuliza zaidi ya kukaa tu kimya, kwani kama ni uwezo kuwazingua alikuwa nao, ila alimokukausha. Ninapokwenda ndipo ninapopataka kupajua kenge nyinyi. Ryan alizungumza kimoyomoyo, kwani akili yake ilikuwa inatambua hapelekwi kwenye ofisi za wanausalama wa shirika la X ambazo anazijua wameziacha jijini Dar es Salaam. Mkuu, ile GPS ina move. Kijana mmoja wa Nadia alizungumza huku akimwonyesha ramani inayoonyesha ni wapi gari ya Ryan inapoelekea, huku akiwa katika gari wakiondoka eneo la hospitalini. Rosie, hebu tulifuatilie. Mkuu, ila atituonya. Nimesema tumfuatilie. Nadia alizungumza kwa msisitizo na Rosie ilibidi tuaitikie kwa kusema sawa mkuu. Rosie aliongeza mwendo wa kasi gari lake huku Nadia akiwa anatafuta namba ya mama yake na kisha akampigia. Mwanangu. Mama, huwezi amini. Maninja leo walinivamia kwa mara nyingine nikiwa hospitalini na wamewaua vijana wangu wawili. Mungu wangu. Mwanangu, hali inaonekana imekuwa ni mbaya. Hebu ikiwezekana ondoka nchini Tanzania. Siwezi mama. Kwa nini Nadia? Iko unajua kabisa hali imekuwa ni mbaya. Mama, siwezi kukimbia hii vita. Walinivamia mara ya kwanza, wakamdhuru kijana niliyekuwa naye. Wamekuja leo na Nadia alimtazama Rosie aliyekaa siti ya pembeni huku akiendesha gari na kumfanya Rosie kutingisha kichwa kimaanisha kwamba azungumze ukweli. Na nini? Waliuawa. Mama, huwezi kuamini. Mwanao leo nimefanya kosa ambalo kama mtu huyo angeamua kunidhuru, basi angenidhuru kwa kiwango kikubwa. Ila yeye kumbe ni mwokozi wangu. Wewe hebu nyosha maelezo mwanangu, unajua mbona sikuelewi? Mama, iko hivi. Nilikwambia kwamba nimekutana na kijana ambaye alinivutia. Sasa nilipovamia hotelini na nilipozimishwa na maninja, kumbe yeye ndiye aliwapiga hao maninja na kuwaua. Leo hao maninja walivyokuja tena hospitalini na kutuvamia, kijana yule alipambana nao mama. Huwezi kuamini, amewaua maninja wote tukishuhudia kwa macho yetu. Yaani ni mtu mwenye uwezo hali ya juu sana mama. Ndiyo mama. Yaani ingekuwa sio yeye sasa hivi mama, ungekuwa unalia kilio ambacho sio cha kawaida. Umemchunguza huyo kijana ni nani? Tunaendelea kufuatilia details zake, ila alichokifanya ni jambo ambalo kusema ukweli ni la kumshukuru Mungu mama. Wewe so Ryan huyo? Sidhani mama. Wewe, kwa maana hizo sifa ulizoweza kuniambia, wanazo watu hao wawili tu, baba yako na Ryan. Ryan ambaye alipukutisha timu yako nzima kule Ujerumani, na watu wote ulioungana nao aliwapukutisha. Na huyo Ryan ndiye aliyepukutisha msafara mzima wa rais kule Iran. Kama ameua maninja wote, kuna uwalakini hapo. Hawezi kuwa Ryan mama. Mimi naujua mwili wa Ryan. Nimelala na Ryan
na huyu Brian nimelala naye. Ni watu wawili tofauti. Na nimeonja utamu wa Ryan na utamu wa Brian. Ni watu wawili tofauti. Na isitoshe Ryan ana makovu ambayo sio rahisi kufutika. Ila huyu hana makovu mama. Sasa hivi yuko wapi huyo kijana? Tunamfuatilia. Nileka GPS kwenye gari yake. Okay, sawa, mfuatilieni kisha unipatie jibu. Usijali mama. Kuwa makini mwanangu Nadia. Sawa mama, nimekuelewa. Nadia alikata simu huku akiziona gari 3 zikiwa zimeongozana, huku gari ya Ryan ikiwa imewekwa katikati. Zile gari ni za X. Rosie alizungumza huku akisogelea kwa ukaribu gari hizo. Rosie, punguza mwendo, tuwafuatilie taratibu tujue ni wapi wanapokwenda. Sawa mkuu. Kweli, gari zikaelekea mpaka Bagamoyo na moja kwa moja zikaelekea katika nyumba iliyopo katika fukwe ya bahari. Nyumba hiyo yenye ukuta mrefu wa fensi ambayo kwa juu imezungushiwa nyaya za umeme. Geti kubwa likafunguliwa. Wakatoka wanaume wawili waliovalia nguo nyeusi na wakazungumza na dereva wa gari la mbele. Kisha gari hizo zilianza kuingia moja baada nyingine. Itakuwa ni safe house ya X, Rosie alizungumza. Nadia akasema, tusimame huku tusubirie ni muda gani watachukua kukaa ndani ya hiyo nyumba. Sawa mkuu. Rosie akalisogeza gari pembezoni mwa barabara, wakaendelea pale kusubiria kuona gari la Ryan likitoka ndani ya nyumba hiyo ya ghorofa moja. Shit. Naam, kwa upande wa pili tunapata kumwona Eddie anazungumza huku akitazama video iliyokuwa imerekodiwa na CCTV kamera za hospitalini zinamuonesha Ryan akipambana na maninja. Amefanya ujinga gani huyu? Ameshajulikana. Hii ni hatari kwa operesheni yetu yote. Eddie alizungumza kwa hasira kweli kweli. Ila amemwokoa binti yako. Hata kama Judy, yeye Ryan alitakiwa kujua kwamba ni undercover. Ilikuwa ni muhimu kuliko alichokifanya. Hatujui hao maninja ni wapi wametokea. Wametumwa na nani na kwa nini wanamwandama? Sijui ni yeye au ni kadha. Eddie alizungumza huku akiwa na wasiwasi. Judy akasema, tazama, ana skills kubwa za kupigana na anawamudu hao maninja. Acha kumhofia bwana. Ryan ni kijana shupavu. Judy, wewe hujui ni jinsi gani ilivyokuwa nimemtegea huyu kijana. Nimemtega mpaka nikampata. Hujui na kwa namna gani nimepambana. Huyu kijana kuwa naye kwenye timu ni lulu. Ukiwa naye huyu kwenye timu yako ni kama umebeba dhahabu. Huyu kijana ni full package. Ana kila kitu ambacho anaweza kukupatia kwenye masuala mazima ujasusi. Ni mtu ambaye ukimpoteza basi plani yetu itakwenda kupotea kwa asilimia zaidi ya 60. Hatuwezi kupata mtu kama Ryan. Eddie alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama Judy machoni mwake. Mkuu, naweza kuingia? Ndio Jacobo, ingia. Kijana huyo wa IT akaingia ofisini kwa Eddie huku akiwa ameshika laptop mkononi mwake. Mkuu, Ryan amechukuliwa na upelelezi wa X. Alizungumza huku akionyesha video CCTV kamera ikimwonyesha Ryan akiwa hotelini na jinsi wapelelezi wa X walivyoondoka naye. Hebu activate GPRS ya mwilini mwake, tujue ni wapi anapoelekea. Sawa mkuu. Jacob akaminya pale moja ya batani za kwenye laptop yake na baada ya dakika ikawaonyesha eneo ambalo Ryan yupo. Hebu zoom kidogo, zoom. Eddie alizungumza na kijana wake huyo anayemwamini kwenye masuala ya IT. Aliendelea kuifanya kazi yake. Wakaona nyumba aliyopo Ryan. Kuna kamera? Ndio mkuu, ngoja nijaribu kuzidukua. Hebu kaa hapo kwanza. Jacob akakaa kwenye moja ya kiti ofisini hapo kwa Eddie na alijaribu kudukua mfumo wa kamera zilizokuwa zimefungwa ndani ya hiyo nyumba. Mfumo wao ni analog mkuu, haiwezekani. Hazipo mfumo wa kidijitali. X niliyoianzisha mimi, mifumo yao wanatumia kamera za kisasa. Inakuwaje hapo wanatumia kamera za kizamani? Maana yake ni nini?
Eddie aliuliza hilo swali huku akiwa anawaza. Judy akasema, maana yake ni kwamba eneo hilo ni hatari na kuna siri kubwa zinazoendelea ndani ya hilo eneo. Inawezekana ikiwa ndio eneo la watu wanapouawa, wanapoteswa mara baada ya kutekwa. Judy alizungumza na kumfanya Eddie ashushe pumzi taratibu. Ghafla ile signal inayomuonyesha ni wapi Ryan alipo ikapotea. Ni nini sasa? Eddie aliuliza huku akimtazama Jacob usoni mwake. Jacob akasema, wamemtoa GPRS chip tuliokuwa tumemwekea Ryan mwilini mwake. He? Eddie aliposikia kwamba GPRS iliyowekwa mwilini mwa Ryan imeondolewa, alizidi kuchanganyikiwa na taa ya hatari kawaka kilini mwake, akiamini ya kwamba Ryan eneo alipokuwa sasa sio salama kwa maisha yake. Hebu wasiliana na vijana waliopo nchini Tanzania, waambie wawe tayari kwa lolote. Sawa mkuu. Jacob akatuma ujumbe wa message kwa majasusi wote waliopo nchini Tanzania wanaoongozwa na Eddie, na message hizo zikawataka wawe tayari kwa chochote kitakachoweza kutokea. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili tunapata kumwona Ryan akiwa anamtazama daktari aliyekuwa amemtoa chip ya GPRS mkononi mwake, na hii ni mara baada ya kuweza kuingizwa ndani hapo na alikaguliwa na mashine maalum ambayo inaonyesha kila kitu kilichopo ndani ya mwili wa binadamu. Kama ana GPRS mwilini mwake, naamini kwenye gari lake hawawezi kukosa GPRS. Hebu fuatilieni hilo. Mkuu wa kikosi hiko cha makamu wa rais aliyekuwa amewatuma kumkamata Ryan alizungumza huku akimtazama Ryan ambaye muda wote Ryan alikuwa yuko kimya tu. Baada ya dakika 2 vijana wake wawili wakarudi na wakasema, mkuu, tumeikuta GPRS kwenye gari lake. Alizungumza huku akiwa anamuonesha mkuu wake chipu nyingine ya GPRS ambayo Ryan mwenyewe alishtuka kwani hajawahi kuiona GPRS hiyo kwenye gari yake. Jamaa huyo akaitazama chip hiyo ya GPRS, akaiweka mezani na kisha alianza kuiponda ponda na kitako cha bastola, na kweli GPRS ile ikapasuka yote. Unaonekana wewe ni mtu hatari sana. Alizungumza huku akimtazama Ryan usoni mwake. Unafanya kazi na nani? Ryan alipoulizwa hilo swali kwanza alikaa kimya huku akimtazama huyu jamaa. Sinakuuliza wewe, unafanya kazi na nani? Alizungumza kwa ukali. Labda mniambie, ni nini ambacho kimewafanya nyinyi mnikamate mimi na niwepo hapa, kwa sababu sielewi mnazungumza kitu gani. Tumekukuta na GPRS mwilini mwako, na ndani ya gari yako pia tumekuta GPRS, na kuna hii video CCTV kamera inaonyesha wewe ni jasusi wa nchi za jirani. Tunakuuliza, unafanya kazi na nani? Nisikilize bro, mimi sio jasusi, mimi ni raia mwema tu. Eti raia mwema? Jamaa huyo alitoa ishara, ikaletwa pale tablet, wakaiweka video ya CCTV inayomuonyesha Ryan akipigana na maninja huku akiwaua. Huyu ni wewe, si ndio? Ryan alimtazama huyo jamaa. Tunataka kujua wewe ni nani na unafanya kazi na nani? Ghafla mlango ulifunguliwa. Aliingia msichana wa kike aliyevalia suti nyeusi, akamnong'oneza jamaa huyo sikioni mwake. Jamaa kaitikia sawa. Jamaa huyo alimtazama Ryan kwa sekunde kadhaa na kisha katoka ndani hapo na kumwacha Ryan peke yake ndani hiko chumba, huku akitazama kamera mbili zilizokuwa zimefungwa kwenye kona mbili tofauti ndani hiko chumba. Taa nyekundu za kamera hizo zikawaka na kufanya Ryan kuelewa ya kwamba kila kitu kinachoendelea kuanzia muda huo hakirekodiwi. Alijiweka vizuri kwenye kiti alichokuwa mikikalia, huku akiamini ya kwamba kinachofuata ni mazungumzo ya amani, kwa maana ya kwamba hajafungwa pingu mikononi mwake. Aliingia mzee mrefu aliyevalia mavazi ya Kijapan, huku asili ya mzee huyo ikiwa ni Mjapan. Ryan alishusha pumzi taratibu, kwani kwa kumtazama tu mzee huyo akagundua kwamba ni ninja, tena ninja mkongwe. Mzee huyo akakaa kwenye kiti kinachotazamana na Ryan, huku akiwa wametenganishwa pale na meza. Mzee huyo akamsalimia pale Kijapan Ryan, kwamba shuhuhu, yani akiwa anamaanisha kwamba habari yako. Mzee huyo alimsalimia Ryan kwa lugha ya Kijapan na kumfanya Ryan kwanza kae kimya, huku akijua kabisa kwamba
huo ni mtego kutoka kwa huyo mzee. Baada ya Ryan kukaa kimya, mzee sasa akamsalimia kwa Kiswahili kwamba habari yako kijana. Salama tu mzee, shikamoo. Marahaba. Naitwa Mzee Fire. Naitwa Brian. Kijana, nimeona nije mwenyewe kuja kuzungumza na wewe, kwani kuna jambo nimeliona kwako na ningependa tulizungumze kiurafiki. Sawa, kuna shaka. Jana usiku kuna vijana wangu waliuawa katika chumba kimoja cha hotelini, na leo pia kuna vijana wangu wengine uliwaua. Sikulaumu wewe kwa sababu ulikuwa unapambania uhai wako na wapenzi wako. Hapo Mzee Fire alinyamaza kwa sekunde kadhaa na kisha aliendelea kuzungumza. Katika vita hii, mimi sikuhitaji wewe. Ninayemhitaji ni Nadia. Sababu ya kumhitaji sitokwambia kwa sababu namhitaji. Ninachokukanya kijana, usijaribu kuingia kwenye hii vita kwa sababu sikujui, hunijui. Hivyo ni vema ukakaa mbali na Nadia kuliko kuendelea kulikwamisha misheni zangu. Mzee Fire alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Rani akae kimya. Jeshi kubwa lililopo nyuma yangu hutoweza kupambana nalo, japo unakuona na roho ya kishujaa ndani yako, ila kumbuka mashujaa wote wanakufa. Nikuulize swali mzee. Uliza. Una mpango gani ndani ya hii nchi? Hupaswi kujua bwana mdogo. Nashangaa sana kuona ninja ndani ya Tanzania, ikiwa sio eneo ambalo mnapaswa kuweza kuwepo. Mzee Fire alisimama na kisha akasimama taratibu huku akimtazama Ryan. Akamwambia, sikiliza bwana mdogo. Weka akilini mwako kile nilichokueleza. Sio rahisi kwa watu kuweza kuiona sura yangu, ila wewe umeiona. Najua una heshima ya kininja na sihitaji tuwe maadui. Nimekuheshimu sana kukutana na wewe, kuwa makini kijana. Mr. Fire alipiga hatua mpaka mlangoni na kisha akamgeukia Ryan. Bwana mdogo, weka hilo akilini mwako. Achana na misheni zangu. Mzee huyu Fire akatoka na kumfanya Ryan amtazame kwa msisitizo. Baada ya dakika 10 akaingia aliyekuwa akimchimba mkwara Ryan. Akamwambia, kidogo, uko huru sasa kuondoka. Ryan kweli kasimama, akatembea hadi alipo na kisha akamwambia, naomba funguo yangu ya gari. Jamaa akamtazama Ryan kwa jicho kali na kisha akamkabidhi funguo. Tutaonana. Jamaa huyo alizungumza kwa sauti ya kumnongoneza. Ryan akamwambia, achana na mikwala ya kishamba boya nini wewe. Unaweza kunifanya kitu gani mimi? Hebu acha ujinga wewe. Ryan alizungumza kwa kujiamini na kisha katoka ndani hapo. Alisindikizwa hadi lilipokuwa gari lake. Aliingia ndani ya gari na kuondoka eneo hilo huku picha ya Mzee Fire ikiwa inajirudia kilini mwake. Ryan akapita katika barabara ulipokuwa umejificha Nadia na vijana wake. Yupo yeye mwenyewe. Hebu tumfuatilie. Nadia alizungumza huku akinyanyuka kwani walikuwa wamezilaza siti za gari. Ryan alitabasamu kwani kitendo cha kupita katika kichaka ambacho kina Nadia umejificha. Ryan aliwaona. Eneo usiniambie usinifuatilie. Na pia nashukuru hao wapuuzi walivyoweza kuiondoa hii GPRS. Maana ingekula kwangu, sikujua kama hii gari imekuwa GPRS. Ryan alizungumza huku akitazama gari ya Nadia inavyotoka kichakani na kumfuatilia. Aliongeza mwendo, kitendo kilichomfanya Rose naye aongeze mwendo. Ametuona mkuu. Rose alizungumza kwa kizidi kuongeza mwendo. Hivi huyu mtu ni nani? Mkuu, itakuwa umempenda jini. Rose alizungumza na wote walijikuta wakicheka kwani hadi sasa walikuwa hawamuelewi Ryan. Unajua leo ningenyonywa damu, haki ya Mungu. Yaani hapa kiranga chote kimeniisha jamani. Yaani kweli usimsalau mtu usimjua. Yaani unajua hata mimi nimejifunza mkuu. Kwa kitendo chako cha leo, nimejifunza. Hivi angeamua kupigana na mimi ingekuwaje? Ingekuwa sasa hivi tumeshafika kwa Sagodi kama walivyopelekwa wale maninja. Haiseni kweli. Unajua jamaa anapigana kama movie. Nisingekuwa nimemkoroga, kwa kweli ningekuwa nimepata bonge moja la bwana.
ila ndo hivyo, nimeshamtibuana. Yaani hapa mpaka naogopa kumzungumza naye. Nikuulize swali la kizushi mkuu. Niulize Rozi. Ila samani. Au basi. Rozi, uliza bwana. Hivi ile mashine yote yule jamaa uliweza kuihimili kitandani? Nadia aliangua kicheko huku akimtazama Rozi kwa aibu. Mkuu, samani kwa hilo swali. Jamani wewe, yaani acha tu. Yaani nilikuwa naisikizaze kinanitoka. Ila unajua nilijikaza hivyo hivyo. Maana nilikuwa na mahamu. Ila kama angenipiga mizunguko 4, aise, ningeomba po. Yaani ningeisi kufa kabisa. Mbona kasimama? Nadia alizungumza, na hii ni mara baada ya kuiona gari anayoiendesha Ryan ikiwa imesimama katikati ya barabara. Rozi akasema sijui. Mbona narudisha nyuma huyu chizi nini? Nadia alizungumza huku akiona jinsi gari ya Ryan inavyorudishwa nyuma kwa kasi mno, na wao wapo katika mwendo wa kasi, jambo ambalo lilifanya Rozi kuikwepa hiyo gari ya Ryan na kumfanya Ryan kufunga breki na kisha kaanza kuwafuata kwa nyuma huku akiwasha taa zake. Huyu jamaa ana nini? Rozi alizungumza kwa kitazama gari ya Ryan kwenye kioo cha pembeni. Nadia aliguna hivyo huku akitazama gari la Ryan likiwa liko pembeni yao huku akiwa anatembea mwendo sawa. Ryan alishusha kioo upande ambapo ndipo Nadia alipo. Nadia naye akashusha pale kioo pamoja na Rozi, naye wakabaki wanatazamana. Ryan akamwambia, warembo, msinifuatilie. Ryan alizungumza kwa sauti kubwa na kuwafanya Nadia na Rozi kukaa kimya. Angalia mbele. Nadia alizungumza kwa sauti kubwa huku akimwonyesha Ryan lori kubwa la mchanga lililokuwa linakuja mbele yake kwa mwendo wa kasi, huku dereva wa lori hilo akipiga honi. Ryan aliongeza spidi na kuwapita Nadia na kisha karudi upande walipo na kulifanya lori hilo kuweza kupita kwa spidi kali, huku magari hayo yakiwa yamepishana kwa sentimita chache sana na kumfanya Rozi kupunguza mwendo na kisha kalisimamisha gari pembezoni mwa barabara huku akilitazama gari la Ryan likiwa linatokomea. Huyu mwanaume ni kichaa ise. Nadia alizungumza huku akishuka ndani ya gari ili apate hewa safi, kwani kilichokuwa kimetokea muda mchache kilikuwa kimemchosha kweli kweli. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kuona mlango wa chumba cha mzee Max ukiwa unagongwa. Ingia. Samahani mkuu, kuna kitu naweza kukuonesha? Bila shaka. Akaingia kijana White akiwa na iPad mkononi mwake. Mkuu, kuna hii hapa video ya CCTV. Ni tukio lililotokea leo katika hospitali Muhimbili. Mzee Max alitazama video iliyokuwa inaonyesha jinsi maninja wanavyopambana na mwanaume mmoja. Akaisimamisha video hiyo na kisha akaivuta karibu, na sura ya mwanaume huyo ikaonekana kwa ukaribu zaidi. Mzee Max kwa haraka alishuka kitandani hapo na kisha akakaa. Alichukua iPad hiyo na kisha akatoka ndani hapo. Yupo wapi Ghost? Kwenye swimming pool. Mzee Max akatembea mpaka hapo kwenye swimming pool, akafika eneo hilo na kisha akamwambia, "Hebu kaka, njoo uone jambo." Jambo gani tena Max? Ghost alitoka ndani ya swimming pool, akakaa kwenye moja ya kiti. Hebu tazama hii video. Uniambie umegundua nini? Mzee Max alitazama ile video huku akianzisha video hiyo. Ghost akaitazama hiyo video mpaka mwisho. Huyu jamani mkali kweli kweli. Umegundua nini? Nilichogundua ni hawa maninja. Na hapa nimemwona Nadia na yule mlinzi wake. Sijui walikuwa wanafuata nini hapo hotelini au hospitali. Yaani wewe Ghost hujagundua kitu kingine? Mimi sijagundua, labda wewe ndio uniambie. Mzee Max akasimamisha video hiyo. Alivuta kwa ukaribu na sura ya jamaa anayepambana na maninja hao ikaonekana kwa ukaribu zaidi. Na ndipo Max akamwambia Ghost, "Tazame hii picha kwa umakini." Ghost akaitazama kwa umakini hiyo picha akasema, "Bado bwana, sijajua kitu." "Nisikilize Ghost. Nina uhakika kwa 80% huyu ni Ryan." "Ryan mwanangu?"
Ndio. Ghost akarudi tena kuitazama hiyo video kwa mara ya pili kwa msisitizo. Hapana bwana, huyu sio Ryan. Nisikilize Ghost. Nimemlea Ryan toka utotoni mwake. Anaweza kubadilika. Anaweza kubadilisha jina, anaweza kubadili sura, anaweza kubadili hata sauti. Watu wote duniani wanaweza wasimshtukie, ila mimi nitamjua tu. Ryan namjua vizuri, hata uniamshe usiku wa manane. Hata kinipa kisogo namjua. Na si kunipa kisogo tu, hata nikiona kivuli chake hivi namjua huyu ni Ryan. Nina uhakika wa 200% huyu ni Ryan. Na hiyo sura hapo unayoiona amebadilisha, ili aweze kufanya kazi zake anazozifanya sasa hivi bila sisi kumjua. Mzee Max alizungumza kwa msisitizo huku akitazama video hiyo na kumfanya Ghost airudie tena kuitazama tena na video hiyo. Ili kuthibitisha maneno aliyokuwa ameambiwa na Mzee Max ni ya kweli, akaitazama tena. Maxi, kweli ese huyu ni yeye. Nimekuambia Ghost. Ryan ni mimi, hata iwe usiku wa manane. Namjua. Na hata Tanzania nzima sidhani kama kuna mtu mwenye uwezo kupambana na maninja kwa staili hiyo. Na mimi ndiye nilempeleka kule Japan akapata mafunzo kama hayo. Hii ni hatari ese. Ndio ni hatari. Na kama uamini, ngoja nimtumie mkufunzi wake hiyo video, atupatie jibu ili upate uhakika. Mzee Max akajamishia video hiyo na kisha akamtumia mkufunzi wa Ryan alimfundisha mafunzo ya kininja. Hazikwisha hata dakika 5 mkufunzi akapiga simu na Mzee Max akaeka pale loudspeaker. Yule mkufunzi akasikika akisema, "Bosi, habari yako?" "Salama, habari ya wewe?" "Nashukuru Mungu, na nimeona hapo umenitumia video ya kijana wetu. Yuko vizuri sana bwana." Mzee Max akamtazama Ghost, kwani alimtumia tu mkufunzi huyo video pasipo kumwambia ni video ya nani. "Umeona ubora wake?" "Ya, yuko vizuri sana kijana. Japo naona umempa mission ya siri ikabadili sura bwana." "Ya, nimekutumia uone matunda yako bwana." Unajua tulitumia kila uwezo wetu kuhakikisha kwamba Ryan anakuwa yuko hivyo alivyokuwa sasa, na kuhakikisha hakuna ninja ambaye ataweza kumkabili Ryan na akamshinda. Kweli haki ya Mungu nakwambia, hata sisi hatuwezi kuingiza mkono kwake, kwa maana kitu ambacho Ryan anacho ni kipaji cha kupigana. Unajua kuna mwanafunzi unamfundisha kupigana na kuna mwanafunzi ana kipaji, kwa hiyo anaongeza mbinu zake nyingine. Hivyo hapo Max ni kwambie tu kwamba umepata dume. Je, kuna namna yote ya kumzuia? Kumzuia nani? Ryan? Hapana boss. Kwa nini? Kumbuka ulituambia tumtengeneze awe killing machine. Sasa tulitoa vitu vyote na mbaya zaidi tumemfundisha watu wawili. Bora angekuwa amefundishwa na mtu mmoja. Watu wawili tulimfundisha. Kwa kila mtu alitoa ujuzi wake kumpa Ryan. Na kingine, bibi ambaye alikuwa ni mmoja wa watu waliompa ujuzi mwingine Ryan, yule bibi alifariki dunia wiki iliyopita. Na huyo bibi pekee ndiye mwenye siri ya kuweza kumzuia Ryan. Kwani akiwa katika mavazi ya kininja, yani hapo ndo anakuwa kama tiki, kwa sababu anakuwa na roho nyingine ndani yake ambayo bibi huyo ndo aliweza kumpandikiza Ryan. Ya boss, hapo akiwa kwenye mavazi ya kawaida kawapiga hivyo. Je, akiwa kwenye hali ya kininja? Ujue basi anachokifanya ni kuua tu, anakuwa na roho ya ajabu mno. Sawa bwana ndugu yangu. Ila mbona umeuliza swali la kumzuia? Hapana, unajua ni kijana wangu na umeona hayo mauaji kwenye video, hivyo hatuna namna zaidi ya kumwacha awe hivyo alivyo. Sawa boss. Bwana hongera sana kwa wewe, maana huyo anakufaa sana kwenye kazi zako huyo. Nashukuru sana. Basi nikutakie kazi njema. Na wewe pia boss. Hapo Mzee Max akakata simu huku akishusha pumzi nyingi mno na kumtazama Ghost. Mzee Max akasema, "Haya, umeamini sasa?" Ndio nimeamini. Kwa hiyo tuna option moja tu kabla hatujachelewa. Ipio. Tutengeneze amani kwa Ryan. Tusigombane naye. Ryan yule ni mtoto wetu. Na kama angehitaji kutudhuru, angeshatudhuru siku nyingi sana.
Kwenye hili tuache ubishi ndugu yangu Ghost. Hebu tuungane na huyu kijana. La sivyo safari yetu haitakuwa ndefu. Mzee Max alizungumza huku akimtazama Ghost usoni mwake. Hebu nipatie kwanza muda nilifikiria hilo. Ndugu yangu Ghost, tuache ule ubabe kama wanavyofanya wazazi wa Kiafrika kwamba mkubwa akosei. Ila ukweli ni kwamba tumemkosea kijana na tumejitengenezea mazingira magumu sisi wenyewe. Tulimhukumu Ryan akiwa yuko mbali. Laiti kama tungepata nafasi ya kuzungumza naye, tungemsikiliza kwa upande wake. Ni kwa nini nashirikiana na Eddie, na na imani ya kwamba angetuambia sababu ya kwa nini nashirikiana na Eddie. Sasa tunampatia wapi? Kwa kumpata hilo niachie mimi. Ila kama umeridhia tuanze huo mchakato, kwa maana kama ni salamu ametufikishia mara tu baada ya kuingia nchini Tanzania. Sawa, jaribu basi, ila nasisitiza asiwe kikwazo kwenye harakati zangu za urais. Ghost, tumsikilize kwanza kijana kwa upande wake anataka kusema nini. Sawa. Ghost alikubali kishingo upande na kumfanya mzee Max kuondoka eneo hilo huku akitafakari ni wapi atampata Ryan akiwa katika sura yake hii mpya. Naam, msikilizaji, geti lilionekana kufunguliwa na Ryan alionekana kuingiza gari kwa mwendo wa spidi ndani ya geti na kisha geti likajifunga. Alishuka huku akimtazama Naima aliyekuwa anatoka ndani. Wewe ulipotelea wapi? Kuna upumbavu tu alinichukua. Kina nani? Shirika la X. Kumbe wanafanya kazi na wale maninja kuna deki zao. Ryan alizungumza huku akiingia ndani, huku kwa upande wa Nadia akiwa anamfuata kwa nyuma. Hebu nipatie simu ile yenye line sio rekodiwa, nizungumze na Eddie. Ngoja kwanza Ryan. Kwanza unaonekana uko sawa. Inatakiwa utulie. Alafu niambie X na maninja wanafanya kazi vipi yani? Ryan alichukua chupa ya maji ndani ya friji, alifungua na kuinywa yote hadi maji yakaisha na kisha kakaa kwenye moja ya sofa. Mara ya mwisho nilipokupigia simu, nilienda hoteli kwa ajili ya kuweza kuchukua funguo ya gari. Nilipofika nilikuta wana usalama wengi sana walikuwa wamevaa kiraia. Kutokana kwamba mimi najiamini, moja kwa moja nilielekea katika kile chumba nikachukua funguo. Sasa wakati natoka nikakutana na askari wawili. Wakaomba pale wahojiane na mimi. Nilishuka nao hadi chini na ndipo walipokuja wana usalama wa X wakaondoka na mimi. Wakaelekea na mimi hadi kwenye safe house ambayo ipo hapa Bagamoyo. Sasa lengo lao kubwa ni nini? Lengo lao ni kunikutanisha na kiongozi wa kundi la Travelers. Umemjua? Ndio. Ni nani? Mzee mmoja hivi anajiita Fire. Alinchimba mkwara, sijui kwamba nisingile misheni zao kwa maana ya kwamba wanayemhitaji ni Nadia na amenisamehe kwa kuwaua vijana wake. Yaani ni mambo ya ajabu tu. Kwa hiyo wao wanafanya kazi na nani ndani ya serikali? Unahisi ni nani kama sio rais? Na kama sio rais basi ujue ni makamu wa rais ambao kwa sasa wamekuwa ni kama watoto yatima. Na kama atatokea mtu kuwasaidia basi wanaungana naye kichwa pasipo kujua madhara ya kesho. Ujue Ryan mimi hapa na mashaka na makamu wa rais. Ndio huyo, kwa maana kwamba jamaa walivyokuja usiku walisema kwamba wanamtaka Nadia. Ila niliwashughulikia wakafa. Hakuna iweza kurejesha ripoti. Na wale askari walivyosema kwamba maiti zilichukuliwa na watu waliokuwa wamevalia suti, basi ni hao X. Yaani sasa hivi shirika la X limeoza vibaya mno. Ni upuuzi mtupu unaoendelea. Naanza kumuona makamu wa rais atakavyojitengenezea nguvu kubwa ambayo akikamata nchi basi ni lazima nchi itapitia kwenye machafuko mengi mno. Nahitaji kuripoti kwa Eddie kwa maana ya kwamba waligundua GPRS iliyokuwa mwilini mwangu. Hivi Ryan, usiporipoti kwa Eddie itakuwaje? Kwa nini nisiripoti ikiwa Eddie hapa atakuwa na wasiwasi wa kuona kwamba limeondolewa GPRS mwilini? Ryan, kwa saizi umekuwa huru. Hutafuatiliwa na mtu yeyote. Tambua sisi tumechagua kupigana vita ambayo tunaamini itakuwa ni sahihi kwa ajili ya hili taifa.
Ryan, huu ni wakati wa sisi kuwa na nguvu yetu sisi kama sisi. Kwa nini tuwasujudie watu, tuwatukuze watu? Kwa nini tufanye kazi chini ya watu? Tufanye kwa ajili, kwa nini tunafanya vitu kwa ajili ya watu ambao wanataka kuweza kututumia sisi kama madaraja ya kufika kwenye mafanikio yao? Ryan, fungua akili yako. Kwa nini walikuwekea GPRS kwenye mwili wako? Kwa nini walihitaji huo upande wao? Ryan, tunaingilia vita ambayo sisi haituhusu. Huyo mzee alikuwa sahihi kabisa kwamba usiingilie vita yao, ambayo hapa ni mimi naona kabisa ni vita ya Scorpion na How Travelers. Naima alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama Ryan usoni mwake. Ona Ryan, tulitumikia nchi, tukajitoa maisha yetu. Mwisho wa siku viongozi wa Shenzo katusaliti. Walitaka kukuua wewe, wakataka kuniua mimi. Ingekuwa sio Max, leo hii mimi na wewe tungekuwa ni marehemu. Tukawaamini Max na baba yako. Mwisho wa siku wametanguliza maslahi yao mbele, wakataka kutuua. Vita ya Eddie na mkewe sisi haituhusu Ryan. Huu mzunguko ni mkubwa Ryan. Naima alizungumza huku akimwagika na machozi. Ryan, sisi tunatumika vibaya. Tunatumiwa, mwisho wa siku tunamwagwa tu. Tafadhali elewa. Naima alizungumza kwa msisitizo mno huku akilia na kumfanya Ryan kufikiria kwa makini. Max ambaye tulifanya kila kitu. Tulikuwa tunamwona ni baba yetu, lakini alitusaliti. Alifanya mambo nyuma ya mgongo wangu na alikuinda na akataka kukuua. Huone tu ya kwamba tunatumika Ryan. Fungua macho yako. Au unataka kuona siku maiti yangu ndio ujue ya kwamba watu hawa tunaowatumikia sio watu wema kwetu? Nimekuelewa Naima. Sio tu kunielewa. Ni vema kufa kwa ajili ya mamilioni ya Watanzania kuliko kufa kwa ajili ya watu waliobeba ajenda zao za siri ambazo mwisho wa siku sisi tunatumika kama madaraja. Nimechoka Ryan. Kila siku kuita mtu mkuu, tunaita watu mabosi. Unaumiza kichwa kwa ajili yao, alafu unasalitiwa. Inauma. Maneno aliyozungumza Naima yalimkaa vizuri sana akilini mwake kijana Ryan. Sasa tunafanyaje? Hii video yako imeshasambaa mpaka kwenye vyombo vya usalama. Watakufuatilia. Cha kufanya ni kurudi tu kwenye sura yako ya kawaida, na unaweza kujiweka ndevu za bandia na ikawa sio rahisi kihivyo kwa mtu kuweza kukujua. Nimekuelewa. Naima nakuamini sana. Tena nakuamini kwa maisha yangu. Najua tunachokifanya kitatupitisha kwenye nyakati ngumu sana. Natambua. Tuliumbiwa kupita kwenye nyakati ngumu Ryan. Huwezi kujua, tunaweza kuwa sisi ndio funguo ya kuokoa hii nchi. Ila Mungu atubariki kwa sababu tunashirikiana na watu wasiokuwa na haki mbele zake. Maneno ya Naima alimfanya Ryan kumkumbatia kwa nguvu, na wote walijikuta wakilia kwa uchungu mno. Naam, msikilizaji, kwa upande mwingine, mkuu, naweza kuzungumza na wewe? Bila shaka. Monica alimtazama kaimu mkurugenzi wake wa shirika la X. Akakaa kwenye kiti kinachotazamana na meza ya Monica. Akasema, mkuu, kumekuwa kuna jambo linaloendelea ambalo kwa usalama wa nchi yetu ni hatari sana. Natambua kwamba upo karibu na Mheshimiwa Rais, ila inabidi hapa uzungumze kama professional wa hii kazi. Tuweke masuala ya mahusiano pembeni na yasivuruge amani ya hii nchi ambayo endapo itavurugika si wewe wala mimi ambao tutaweza kuirejesha kwenye mstari, kwa maana ya kwamba haya mambo yanaanza kwa viongozi wa juu ambao tunaweza kuwadhibiti, ila yakishuka kwa rais basi tutambue tunaingia kwenye machafuko ya wenyewe kwa wenyewe. Hadi leo Libya haijatulia sawa. Kongo pia nao. Unaongea sana, nenda kwenye point. Okay mkuu, unatambua kwamba makamu wa rais amebadilisha mfumo mzima wa ulinzi wake Ikulu. Kwa sasa
hata na mwanausalama mmoja wa Kitanzania. Analindwa na watu ambao hawapo hata kwenye database zetu za kiserikali. Yaani kwa kiufupi ana genge lake la wahuni linamlinda. Amebadili mfumo mzima wa mawasiliano ya Ikulu yake. Je, hao wanaomlinda ni kina nani? Amewatoa wapi? Na wanapataje ujasiri wa kulinda eneo kama Ikulu? Na unapojua ndani ya Ikulu kuna siri nyingi sana za nchi. Sasa usalama wa nchi yetu unakuwa uko wapi? Hapo Monica alishtuka. We, unasema kweli? Mkuu, nakwambia haya 100% ina ukweli. Tatizo lako mkuu, uko busy sana na mambo ya mengine na wala hata una habari ya mambo ya msingi yanayoendelea. Monica kwanza alishusha pumzi. Makamu wa rais alichokifanya sio haki, na vijana wamekuja kuripoti hapa na kupigia simu upokei mkuu. Mkuu, na unajua kumekuwa kuna wimbi jipya la maninja wanaovamia watu usiku na mchana, unalijua hilo? Maninja? Monica aliuliza kwa mshangao, na hapo ndipo makamu wa rais akaweka video kwenye simu inayowaonesha maninja wakipambana na mtu ambaye Monica ndo mara ya kwanza anamuona. Hapa ni wapi? Hapa ni Muhimbili mkuu. Tena hili tukio limetokea leo asubuhi. Leo? Monica alishangaa na kumfanya kaimu mkurugenzi kushusha pumzi. Monica aliguna huku akitazama mapambano hayo na jinsi watu wakiuawa. Huyu mtu nahitaji kamatwe haraka iwezekanavyo. Mkuu, huyu mtu alichukuliwa na watu wa makamu wa rais na alipopelekwa hatufahamu ni wapi. Watu wa makamu wa rais? Ndiyo mkuu. Si ndo hao maninja wake ambao wana vitambulisho vyetu na wanafanya kazi kwa niaba yetu. Kiufupi kitengo chetu kipo kama sanamu, na hapa makamu wa rais anaonekana na mpango au nguvu kubwa kuliko hata rais au hata taasisi nyingine. Okay, nitalifanyia kazi. Mkuu, watu wote kwenye kitengo wanakutazama wewe. Kila mtu amechoshwa na tabia zinazofanywa na viongozi wa ngazi za juu. Kitengo kinapoteza mwelekeo na wewe ndio kiongozi wetu. Tafakari hilo. Kaimu mkurugenzi huyu akasimama. Mimi naomba kwenda. Okay, sawa, nitumie video kwenye email yangu. Mkuu, nilishakutumia kabla sijafika hapa, ila hujaifungua. Okay, sawa, nitaipitia. Kaimu mkurugenzi akatoka na kumwacha Monica akiwa katika njia panda. Alifungua email yake akakuta video hiyo, alianza kuitazama tena. Akitafuta namba ya mzee Max, akampigia. Baba, ni mimi naongea. Ndio. Kumekuwa kuna uvamizi wa maninja katika sehemu mbalimbali, na tukio la mwisho kutokea limetokea leo Muhimbili. Unafahamu juu ya hilo? Ndio, nimeiona hiyo video. Naamini nao umeiona. Ndio, sasa hao maninja ni kina nani baba? Siwafahamu na hata hatusiki nao. Je, huyu anayepambana nao ni nani? Hapo mzee Max akashusha pumzi hadi Monica akamsikia. Nakusikiliza mzee wangu. Huyo ni Ryan. Monica alishtuka, akarudia kuitazama hiyo video. Ryan amebadilisha sura yake, na hao maninja hatujui wanahusika na nani, ila tunaendelea kutafuta ukweli ili kutambua ukweli. Mungu wangu. Nini? Nimepata taarifa ya kwamba hao maninja wanamlinda makamu wa rais na wana vitambulisho vya shirika la X, hivyo wanajifanya ni wana usalama. Mzee wangu, naomba unisaidie jambo moja. Na kusikiliza Monica. Makamu wa rais anaonekana na kwenda kupora madaraka kabla ya uchaguzi, na ndio maana anajitengenezea mazingira ya kutokushikika. Na kuomba, narudia tena kuomba, huyu makamu wa rais auawe kabla hajapata nguvu kubwa. Monica alizungumza kwa msisitizo, huku taa nyekundu ikiwa imeshamcheza kilini mwake, kwani makamu wa rais kadiri siku zinavyozidi kwenda ndivyo jinsi anavyozidi kujitengenezea mazingira ya kutokushikika. Anazidi kuwa ni mtu hatari kweli kweli. Makamu wa rais ametupiga hatua moja mbele. Mzee Max alizungumza kwa sauti inayoonyesha ni ya kukata tamaa. Usiniambie kwamba utashindwa. Monica alizungumza kwa msisitizo. Kama unavyofahamu,
ni kwamba tupo nchini, ila hatuna nguvu kubwa hivyo, kwa hiyo ni hatari sana kuweza kupigana naye. Mnahisi msipofanya mashambulizi sasa hivi mtafanikiwa? Anazidi kuwa na nguvu kubwa, fanyeni jambo, la sivyo mtawindwa tena. Monica alizungumza kwa hasira, akakata simu huku akiwa na wasiwasi mwingi mno. Akalitazama koti lake la suti, akalichukua, akalivaa haraka mno. Alifungua drawer yake ya meza, akatoa pale bastola, akaichomeka kiunoni mwake na kisha akatoka ofisini hapo. Mkuu, wapi? Twendeni Ikulu. Monica aliwaambia vijana wake ambao ni mlinzi wake pamoja na dereva wake. Waliingia ndani ya gari na kisha wakaondoka eneo hilo. Mkuu, unaonekana na mawazo sana. Mlinzi wa Monica alizungumza huku akimgeukia bosi wake aliyekuwa amekaa siti ya nyuma. Kiukweli nahisi kuchanganyikiwa. Eti makamu wa rais analindwa na maninja? Ndio habari tulionayo. Kwa nini hamjaniambia? Ni habari ambayo hata sisi tumekutana nayo ile ofisini. Amefikia hatua mbaya sana. Mkuu, nyinyi ndio wakubwa na wenye kauli. Ile kusema ule kweli, watu hawajapenda. Hawajapenda kabisa. Monica alijikuta na shusha tu pumzi. Mnanishauri nini? Niachie nafasi? Dereva na mlinzi wa Monica walikaa kimya. Si nimewauliza? Monica alizungumza kwa ukali. Hapana mkuu. Una nafasi ya kurekebisha kwa haya iliyotokea kwenye awamu yako. Yapi ya kurekebisha? Simniambie. Kwa nini mnazungumza kimafumbo kama waimba taarabu? Monica alizidi kuongea kwa kufoka. Mkuu, wewe mwenyewe umeshashuhudia mambo yanayoendelea. Kuna mauaji yalitokea Dar es Salaam. Ule mtaa mzima watu wameuawa. Ila nani kakamatwa? Sio sisi wala jeshi la polisi. Ila jukumu letu ni kuhakikisha tunapata taarifa ya jambo kabla lijaweza kutokea. Na kama likitokea, basi ni kulizuia kabla lijaweza kutokea. Najua, hebu sitaje hayo mobili yako. Samahani mkuu. Ilibidi mlinzi akae kimya, kwani Monica alikuwa amechefuka kwa kila alichokuwa amekutana nacho. Mshenzi, kumbe upo nchini Tanzania na una sura bandia. Utanitambua mimi ni nani? Monica alizungumza kwa sauti huku akitoa msonyo mfululizo. Mlinzi wake akamuuliza, nani tena wewe mkuu? Mlinzi aliuliza na kumfanya Monica kumtazama kwa jicho kali mpaka akageuka na kuendelea kutazama mbele. Monica alichukua simu yake na kuandika moja ya namba na kisha kaipiga. Ndiyo mkuu. Nataka kujua mnaendeleaje? Si tuko salama kabisa. Okay sawa, kusanyeni kila kilicho chenu na mrudi nchini Tanzania. Ni wakati wa kazi sasa. Hakuna shaka mkuu. Juu ya swala la kusafiri, mfumo ndo ule ule. Hakuna shaka mkuu. Monica alikata hiyo simu mara baada ya kuwasiliana na cha usiku. Wakafika Ikulu na moja kwa moja Monica akaelekea ofisini kwa rais. Kwa sasa mheshimiwa na mgeni. Sekretari wa rais alizungumza huku akimtazama Monica usoni mwake. Monica kauliza, na nani huyo mgeni? Mkewe. Monica akamtazama sekretari kwa sekunde kadhaa kabla hajazungumza chochote. Mlango kafunguliwa na mke wa rais akatoka huku akiwa na hasira kweli kweli. Hakumsalimia Monica zaidi ya kumpita tu. Monica naye hakujali, aliingia ofisini na kumkuta rais akiwa amesimama dirishani huku akitazama mandhari ya nje Ikulu hiyo. Sihitaji kuzungumza na mtu kwa sasa. Ni mimi nayeongea. Monica alizungumza kwa sauti ya upole na kumfanya rais ageuke. Monica. Rais alizungumza huku akionekana kujawa na mawazo. Alitembea mpaka kwenye moja ya sofa na kisha akakaa huku akimtazama Monica usoni mwake. Vipi kwema? Huyu mwanamke ni chizi sana. Imekwaje? Achana nayo. Ni mambo yangu na yeye. Vipi mbona hapa sasa? Nimekuja kwa mazungumzo muhimu sana. Niambie Monica. Nimepewa taarifa kuna wimbi kubwa la maninja limekuwa likifanya matukio kadhaa maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Na moja ya video ni hii hapa. Monica alimpatia rais video inayoonyesha maninja wakipigana na Ryan.
Hiyo video imetokea Muhimbili leo. Walivamia kwa lengo ambalo hatulijui, na kilichotokea ni kama hicho unachokiona. Wameuawa wote. Huyu anayepambana nao ni nani? Sijajua. Kama hili tukio linaweza kutokea kwenye mwanga kama hivi, je, usiku inakuwaje? Na mbaya zaidi ni kwamba nasikia kwamba makamu wa rais analindwa na maninja. Amefukuza wanausalama wote wanaomlinda na amechukua hao maninja kinyume na katiba, na mbaya zaidi wanamlinda Ikulu, eneo ambalo lina siri nyingi sana la hili taifa. Je, analiweka wapi hili taifa? Hapo Mheshimiwa Rais kwanza alishusha pumzi taratibu. Unajua muda wangu mimi wa kuondoka madarakani umefika. Ni heri tu ufike haraka ili niondoke, kwa kweli naweza nikafa kwa pressure. Kumbuka kiapo ulichoapa kulitumikia hili taifa. Unaposema kwamba utakufa na pressure, kumbuka chochote kitakachotokea sasa hivi, wewe ndiye rais na utaulizwa wewe. Monica, mimi nifanye nini? Ikiwa yeye mwenyewe amesema ya kwamba kuna watu ndani ya shirika la X wanataka kumuua. Sasa ndo atumie watu kutoka mataifa ambayo hatuyajui ni yapi yaje kumlinda? Hapana, kwa kweli. Hatuwezi kukubaliana na huu upuuzi mkuu. Tuna vyombo vya ulinzi ambavyo ni hodari, na kama anataka kulindwa awe nje ya Ikulu na maisha yake binafsi, sisi hatutofanya chochote ila sio pale Ikulu. Je, nini anachokipanga? Monica, unataka mimi nifanye nini? Ufanye nini? Imebaki miezi michache niondoke madarakani. Hebu niache hii vita. Mimi siwezi, nataka kustaafu kwa heshima, na ninapokwenda kuishi nikaishi kwa amani. Monica, makamu wa rais amejawa na tamaa ya kuwa rais. Hivyo endapo yeyote atamuingilia, atamshughulikia, ilimradi tu afanikiwe adhima yake kwa rais. Kwa hiyo wewe mheshimiwa huwezi kufanya chochote? Siwezi Monica. Acha mwisho wangu uwe mwema. Inaonyesha kuwa hata ikitokea akiwa rais, mimi nitapoteza hii nafasi. Hapana. Monica, hujui mambo yanayoendelea kwa sasa. Hii tunayopitia ni vita ya vigogo. Hivyo wewe kausha tu kama vile huoni kinachoendelea, na waambie vijana wako hao wanaoendelea watulie kama wanahitaji kuiona kesho yao. Ninakupenda, ila kwa hilo umenikatisha sana tamaa. Natambua mpenzi wangu, ila sina namna ya kufanya. Naomba niondoke. Monica alizungumza kwa kisimama na kumfanya rais amkubalie kwa kutingisha kichwa. Monica moja kwa moja kaelekea eneo lilipokuwa gari lake. Akasimama na kugeukia majengo ya Ikulu. Akayatazama kwa muda, huku moyo wake ukiwa umejawa na maumivu makali mno. Mlinzi wake akamfungulia pale mlango na kisha akaingia ndani ya gari na kisha wakaondoka hilo eneo. Ukimya ukatawala ndani ya gari, huku Monica akitafakari mambo mengi ambayo hayana majibu. Tuelekeni jijini Dar es Salaam. Mkuu, tunaenda kwa gari? Twendeni airport. Sawa mkuu. Dereva alijibu huku akielekeza gari katika barabara ya kuelekea uwanja wa ndege jijini Dodoma. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Ryan akizungumza huku akimtazama Naima usoni mwake. Kabla sijapiga hatua kwenye chaguzi mpya, inabidi nizungumze na Eddie. Nimeishi naye vizuri na amenichukulia mimi kama kijana wake. Hivyo siwezi kumkimbia kama mwenda wazimu. Sawa, hakuna tatizo. Rani alimtajia Naima kodi za mawasiliano za kumpigia Eddie simu yake mkononi, na baada ya simu hiyo kuweza kupokelewa kwa mfumo wa video call. Na hapo Eddie akasema, "Oh, asante Mungu kwa salama. Imekuwaje Ryan?" Eddie alizungumza kwa furaha sana, akasema, "Salama mkuu." "Mbona unazungumza kama una furaha, na niliona X walikuchukua, ilikuwaje?" Labda nizungumze tu kwa ufupi mkuu." "Ndio Ryan, ninakusikiliza kijana wangu." Makamu wa rais ameungana na kundi moja la Kijapani ambalo wanajiita Travelers. Wana maninja wengi sana ambao ni hatari. Maninja hao walituvamia jana usiku tulipokuwa hotelini na binti yako. Na kitu kimoja nilichokisikia wakisema ni kumhitaji binti yako." "Nani, Nadia?" "Ndio." "Wanamhitaji kwa lengo gani?" "Inavyoonekana wanataka kuweza kumtumia kama ngao ya kuweza kulipiza kisasi."
Nadia na mama yake wamewafilisi makamu wa rais na rais pesa zao zote, hadi za wanafamilia wao, jambo ambalo Travelers wamelichukua kama ni fursa ya kumshawishi makamu wa rais kumsaidia kwenye kupigania kiti chake cha rais. Na ndio maana taarifa nilizonazo ni kwamba makamu wa rais analindwa na maninja hao hadi Ikulu, na wanausalama wote wa X wametimuliwa. Mungu wangu. Hiyo ni hatari sana hiyo. Waliponichukua waligundua kwamba nina GPS mwilini mwangu, hivyo waliitoa. Ina maana X kwa sasa wana teknolojia kubwa kiasi hiko? Walionichukua ni miongoni mwao wa hao maninja ambao wanafanya kazi kama X na wana vitambulisho vya X. Kiufupi waliisoma hii nchi kwa kipindi kirefu mno, na wakatambua namna inavyoendeshwa, tamaa za viongozi wao, upeo walionao, na kwa namna fulani wameweza kushinda baadhi ya asilimia kwenye haya mapambano. Nimekutana na mkuu wao, ni mzee wa miaka kama 70 kwenda juu. Alinionya kuachana kabisa na swala la kuwa karibu na Nadia, kwani wanamhitaji kwenye vita yao, na endapo nitakuwa naye karibu basi inaweza ikawa ni matatizo kwa upande wangu. Sasa wewe Ryan, unawaogopa hao watu? Ningewaogopa endapo wangeniua. Eneo nilipokuwa ninapambana nao kulikuwa kuna CCTV kamera, hivyo ilikuwa ni ngumu kuweza kuacha kutekeleza majukumu yangu, kwani nisingefanya nilichofanya basi wangenidhuru. Naelewa Ryan, na video mimi niliipata. Sawa mkuu. Ryan alikaa kimya huko kitafakari. Hapo Neema alikuwa amekaa sofa jingine akimtazama kwa umakini mno. Mkuu. Ndio Ryan. Kwa ruhusa yako, kwa sababu mimi na wewe hatuna ugomvi, hujanifanya jambo lolote lile baya, wala sijawahi kuwaza kunifanya jambo lolote baya. Nahitaji kupita njia yangu. Nahitaji kufanya utekelezaji wa kazi yangu kwa njia zangu mimi mwenyewe. Ila Ryan, mimi nilikupa uhuru wa kufanya hayo. Natambua mkuu. Sasa hivi nahitaji kuweza kuamini kwenye vita yangu nitakayoweza kupigana kuliko kuamini kwenye vita za kuzuka. Ebu ngoja kwanza Ryan. Wamekufanya nini hao watu? Au wamekupa kiasi gani cha pesa ili ni kuongezee ili uweze kuwa na mimi? Mkuu, unajua mimi siwezi kushawishika kwa ajili ya pesa. Unanielewa vizuri sana na unajua ni wapi nilipotoka. Nimeachana na baba yangu sio kwa ajili ya kufuata pesa. Hapana, niliachana naye kwa ajili ya kuweza kutekeleza kile nilichoamini kwamba ni sahihi. Na kwa sasa hivi vita imekuwa ni ya pande nyingi mno. Kiti cha urais kimekuwa kama lulu. Ila kwenye hayo yote kuna nchi yangu, nchi niliyozaliwa. Sina nchi nyingine ambayo nitaishi au kuweza kuijua vizuri kama nchi yangu ya Tanzania. Ni heri kufa kwenye udongo wa nchi yangu kuliko kufa kwenye udongo wa nchi nyingine. Kwa sasa nahitaji kupotea. Nahitaji kufanya kazi zangu kwa kificho na katika sura yangu halisi. Maneno ya Ryan yalimfanya Ed kujihisi unyonge. Mkuu, mimi nitakusaidia pale nitakapoona ni sahihi kufanya hivyo. Ila kwa uwezo wangu huu nilionao na kwa siku zangu za maisha zilizosalia, naona ni vyema kuweza kulipigania taifa langu. Ila Ryan, unajua kwamba tupo kwenye upande mmoja wa vita. Vita yetu ni kuangusha wapuzi wote ambao ni maadui wa nchi yetu. Najua mkuu. Sura niliyokuwa nayo kwa ajili ya kuweza kuifanya hii mission imeshatambulika katika uwezo tofauti ambao sikuhitaji uweze kujulikana kwenye mwanga. Ila ni kama walinilazimisha nionyeshe kile nilichokuwa nimekionyesha. Hivyo mkuu, sidhani kama ni sahihi kuendelea kuwa katika sura hii. Naomba niondoe, nibaki kama Ryan. Na babangu anajiita Ghost. Basi mimi ndiye nitakayekwenda kuwa Ghost, ambaye nitapigana na vita ya kuzimu, kwa maana ya kwamba unajua atakayeua kwa upanga atakufa kwa upanga. Hivyo nina kazi kubwa sana ya kuweza kufanya. Naam, Ryan alizungumza kwa msisitizo, na katika hali isiyo ya kutarajika alianza kuibandua sura yake ya bandia, japo ni kitendo cha maumivu makali, ila hakuwa na namna zaidi ya kuendelea kuitoa hiyo sura ya bandia, huku Eddie na Naima wakitazama jinsi alivyokuwa anapata maumivu makali katika kuiondoa ngozi hiyo ya bandia. Haya sasa, bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Ryan ameamua kurudi kwenye sura yake ya kawaida. Lakini pia kwa upande wa makamu wa rais amezidi kuwa tishio kwa rais. Kwa sababu makamu wa rais anataka kumuua rais ili yeye sasa awe rais kwa muda.
Bana patamu hapo. Monica ameshatambua udhaifu wa Mheshimiwa Rais. Ameshatambua uoga wa Mheshimiwa Rais alionao. Je, nini Monica atakifanya? Bana usikose kufuatilia huu mzigo sehemu ya 12 chapter 5 hii ICU Kill Me. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Edazaria G. Msulwa.